Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Bila kupoteza muda wetu, takuwa mnatusaidia na muda, yani mnipe radhi kwa hizo sekunde ambazo zimepitia. Tunaweza kuanza pamoja kwa dakika zetu 20. Kwanza mada yetu inaongea vizuri, je, Mkristo anapaswa kuishika siku ya Sabato? Lile ndio anwani ya mada. Walimu wenzangu, tuwe tumesikiliza vizuri ili kwamba tusiende nje ya mada, bali tuwe katika mada vizuri. Je, Mkristo anapashwa, yani ni mapashwa shurti kuishika siku ya Sabato? Mimi sitaenda mbali, nitakuwa ninaongea hivi. Kwa wale wanaotusikia wakiwa mbali na karibu, mambo yameanza hivi. Kwa habari ya Sabato, tulipochunguza maandiko tumegundua ya kwamba neno Sabato imeandikwa katika Biblia mara 145. Hizo ndio haya zinayosema kuhusu Sabato 145. Na kuna aya ingine ambayo iko katika Bible ambao haizungumzie Sabato bali inaizungumzia siku ya saba, na hiyo aya tukiunga pamoja itakuwa inatupatia aya 146. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hili nianze niongee hivi. Katika hizi haya tukiangalia vizuri tokea kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Mwanzo mwisho, yani Mwanzo 1 hadi Mwanzo 50, neno Sabato alijatajwa katika Biblia. Tokea kitabu cha Mwanzo sura yake 1 hadi kitabu cha Kutoka sura ya 15, hizo haya zote hazijaongelea neno linachoitwa ibada ya Sabato. Nafikiri ninaenda vizuri, sababu muda wetu ni mdogo, tutakuwa tunauenda nao vizuri. Sasa kama Sabato ilikuwa haijasemwa kuanzia kwenye kitabu cha Mwanzo 1 hadi kwenye kitabu cha Kutoka 15, je, hawa watu walioishi hizi miaka hapa, je, walimpendeza Mungu? Kwa sababu ndugu zetu wa Sabato wanasema Sabato ndio alama ya Mungu kwa watu. Sasa hawa watu wa hizi nyakati tokea Mwanzo 1 hadi kwenye Kutoka 15, ambao ninahakikisha na ndugu zetu watakuja nyuma waipitie hili jambo, kama watakuwa na andiko linaloongelea kwamba tangu Mwanzo 1 hadi Kutoka 15 wapi ndugu zetu hawa walifanya ibada ya Sabato. Lakini mimi ninadhibitisha ya kwamba neno ibada ya Sabato ilikuwa haijakuwa na hawa watu walimpendeza Mungu. Muda ndio upo, tukikamata maushahidi. Kwanza, Abeli alimpendeza Mungu alipotoa dhabihu zake. Hakujua habari ya ibada ya Sabato. Tukimwangalia ndugu ambaye amefata Adamu, yeye mwenyewe habari za ibada ya Sabato alikuwa hadijue. Tukienda vizuri, Noa, maandiko nasema kwenye kitabu cha Mwanzo 6:8 yake, Noa akapata kibali mbele za Bwana. Noa hakujua ibada ya Sabato. Tukienda kwenye Tera ambaye ni babu wa Abrahamu, wao waliabudu miungu. Abrahamu ambaye ni mwenye kuanzishwa na Mungu kutembea naye katika vizazi, kwa gisi ambao maandiko yanaelekea, Abrahamu mwenyewe hakusema habari ya ibada ya Sabato, lakini alimpendeza Mungu. Abrahamu amemzaa Isaka. Isaka hakujua habari za Sabato. Isaka amemzaa Yakobo. Yakobo hakujua habari za Sabato. Yani hiki kizazi kwa ufupi ninaizungumzia, walimjua Mungu, walimpenda Mungu, walitembea na Mungu, lakini habari ya ibada ya Sabato walikuwa hawajaijua. Sasa kama ndugu zetu wa ibada wa imani la kisabato, wao watakuja hapa na kudhibitisha, mwalimu, umekosea, Sabato imeanzia kwenye kitabu cha Mwanzo fulani na fulani ameifanya, nafikiri tutakuwa tumetengeneza usemi iliyo sahihi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pamoja na ile nisiwe ninaenda mbali zaidi, andiko ambalo nilisema linaongea siku ya saba, kitabu cha Mwanzo, msomaji 2:1 hadi 2.
Basi mbingu na nchi zikamalizika. Twende kabisa. Na jeshi lake lote. Ndiyo. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Ndiyo. Akastarehe siku ya saba. Mungu akafanya ibada siku ya saba. Akastarehe. Mungu akastarehe siku ya saba. Jambo la pili linaloendelea kufuatilia, Sabato haikuanza kuwa siku ya ibada. Ndio maana tuliongea mada nasema, je, ni halali Mkristo kuishika siku ya Sabato? Kwanza niongee vizuri, kuna siku saba za juma na kuna Sabato. Sabato ni ibada inayofanyika siku ya saba, lakini kuna saba na kuna Sabato. Sabato ni ibada inayofanyika siku ya saba, ndio maana ikaitwa Sabato, yaani kukusanyika kwa kumwabudu Mungu siku ya saba ikaitwa Sabato. Lakini kabla ya ile siku ili ipewe kuwa siku ya ibada, ile siku ilikuwa, lakini haikuwa siku ya ibada. Kitabu ya Kutoka 16:21-23, msomaji. Kitabu cha Kutoka. Haikuanza kuwa siku ya Sabato, na ndio maana nasisitiza hakuna haya tutaipewa hapa tokea Mwanzo 1 hadi Kutoka 15. Hivi vitabu vyote hapa hakuna haya tutapewa kwamba walifanya ibada ya Sabato. Lakini Sabato ilianza kuwa siku gani, msomaji? Ndiyo msomaji. Ndilo neno alilonena Bwana. Musa akawaambia ndilo neno alilonena Bwana. Kesho ni starehe takatifu. Kesho ni starehe takatifu. Sabato takatifu. Ndiyo. Okokeni mtakachooka. Ndiyo. Na tokosa mtakachotokosa. Vizuri. Na hicho kitakachosalia. Ndiyo. Jiwekeni kilindwe hata asubuhi. Shuka msomaji. Basi wakakiweka hata asubuhi. Kabisa. Kama Musa alivyoagiza. Ndiyo. Nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Twende na muda msomaji. Musa akasema, nini? Haya, kuleni hiki. Kwa kuwa leo ni Sabato ya Bwana. Ndiyo. Leo hamtakiona nje barani. Hamtakiona nje barani. Siku sita mtaokota. Siku sita mtaokota. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana. Ni Sabato ya Bwana. Siku hiyo hakitapatikana. Twende. Ikiwa siku ya saba wengine wataokota kwenda kukiokota, ndiyo wasikione. Simama hapa. Mungu hajasema ni siku ya ibada. Hapo kisoma hii haya ilikuwa ni siku tu, Mungu anawaambia watapumuzika. Haijasemwa watafanya ibada. Hapana. Haleluya. Jambo la pili, tunapoongea habari ya Sabato, msomaji, kitabu cha Kutoka 32 kamata 31:12 yake. Twende na maandiko. 31:12 inasema nini? Kitabu cha Kutoka. Kabisa. Bwana akanena na Musa, nini? Akamwambia nini? Shanena wana wa Israeli. Waambie. Kabisa. Hakika mtazishika Sabato zangu. Hapo muweke nukta. Mutaishika Sabato au Sabato zangu. Mtazishika Sabato. Ukienda kwa Kifaransa itatia de au pluriel. Hiyo ni Kifaransa. Ukienda kwa Kiingereza itaonesha ni wingi. Sasa tunapozungumza na wandugu wa imani ya Sabato, wao wanasema hii neno Sabato zangu maana yake ni ile siku ya saba inaporudiliwa kila wiki, inamaanisha Sabato mara nyingi. Hii ni uongo. Sio uhakika. Lakini linaposemwa Sabato zangu, maana yake Sabato sio moja, na kwa mujibu wa Biblia kitabu ya Kutoka 21:1-2. Tuangalie iliyozungumzwa ya kwanza. 21:1-2. Twende na hukumu atakazoziweka mbele ya watu ni hizi. Ndiyo. Ukimnunua mtumwa Mwebrania. Ndiyo. Atakutumikia muda wa miaka 6. Kabisa. Mwaka wa 7 atatoka kwako. Yaani pia hata mtumwa alikuwa na starehe yake ya kisha miaka ngapi? 7. Hii iko miongoni ya siku 7 ya mwaka wa 7. Atatoka kwako huru. Ndio maana ya neno Sabato zangu. Twende msomaji, hiyo ya Kutoka 23 kamata 10 yake. Twende na maandiko. Tuangalie ingine. Utapanda mbegu katika nchi yako. Mbegu katika nchi. Muda wa miaka 6. Miaka 6. Na kuyavuna maungio yake. Ndiyo. Lakini mwaka wa 7. Mwaka wa 7. Utaiacha nchi. Yaani pia kulikuwa Sabato ya ambayo ilipewa kwa ajili ya ardhi.
kwamba nayo itatumika kwa miaka 6. Mwaka wa 7 shamba inahitajika ipate pumziko. Ndio maana ya sabato zangu. Twende msomaji, Kumbukumbu la Torati 15:1 yake. Nikiwangamata kila miaka 7 mwisho wake nini? Fanya maachilio. Na jinsi ya maachilio ni hii kabisa: kila mkopesaji akiacha alichomkopesha mwenziwe, ndio, wala simlipize mwenziwe, ndio, wala nduguye, kabisa, kwa kuwa imepiga mbio maachilio ya Bwana, kabisa. Waweza kumtoza mkeni, ndio, lakini kila uiacho kwa ndugu yako mkono wako utamwachilia, ndio. Kila miaka 7 mwisho wake. Yani palikuwa pia na mwaka wa 7 inaitwa sabato, inahusu maachilio. Ndiyo maana ya neno sabato zangu. Maana yake sabato sio moja, sabato ziko yapata 4. Sasa kuna hii ambayo inatupeleka kwenye mada ambayo tunataka kuiongelea, lakini kabla sijaenda kule msomaji, twende na kitabu cha Yakobo 2:10 yake. Katika sababu hii najua wanaweza kuipitia. Ndiyo msomaji, 2:10 yake. Vizuri. Maana mtu yeyote atakayeshika sheria yote, ndio, ila akajitoa katika neno moja, akajikwaa katika neno moja, ndio amekosa juu ya yote. Sasa ndugu zetu wanaoshika sabato, wao wanatoa sabato moja ya siku. Hizi zingine wamesema hizi zimepita na wakati, lakini Yakobo anasema kama sheria ziko 10, ukifanya 9 umekosea moja. Hata hiyo 9 uliyojidai kwamba unaitii nayo inafanya nini? Yani kama watasema wanashika sabato, maana yake na hiyo nazo wazifanye. Ya deni ya mtumwa na ya shamba. Shamba ipumuzike, mtumwa apumuzishwe, na deni isilipishwe muda wa miaka ngapi? Miaka 7. Hiyo ninaweza ni kesi, ninaiacha hapa. Ndugu zangu watakuja waipitie, watupatie uhakika ya mambo gisi ambavyo inavyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niende vizuri kwenye Kutoka 28 yake. Hapa sasa ndipo nina bezi kwenye mada vizuri. Katika kitabu cha Kutoka 28 msomaji. 28 yake. Samani msomaji. Hapa ninataka ongea na ndugu zangu wanaoshika sabato ulimwenguni pote, kwamba sabato mnaoifanya sio ya Agano la Kale, sio ya Agano Jipya, lakini ni sabato nyipya. Lakini ni sabato ambao haiko mwa Agano la Kale kwa amri ya Musa, na haiko kwa Agano Jipya. Na hii ndio ninataka kufafanua vizuri. Sijakataa kama neno sabato haiandikwe, ipo, lakini hii ambao mnayoifanya sio hayo, sio sabato ya Biblia. Twende msomaji, katika kitabu cha Kutoka 28. Twende na muda. Ikumbuke siku ya sabato. Uifanye nini? Takasa hiyo siku sita. Fanya kazi. Ndio. Utende mambo yako yote. Kabisa. Lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana. Ndio. Mungu wako. Kabisa. Siku hiyo siku usifanye kazi yoyote. Usifanye kazi yoyote. Wewe kwanza. Wala mwana wako. Mtoto wako. Wala binti yako. Wala bwana wako, wala mjakazi, wala mnyama wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango. Hata kama mgeni akikujia nyumbani kwako na yeye siye msabato, ana dini lake, akiwa kwenye nyumba yako ana haki ya kushika sabato. Hata kama tusome andiko, lakini wasikilizaji watakuwa wamesoma kitabu cha Hesabu 15:15. Maandiko nasema itakuwa amri moja na mgeni, yani mgeni naye akiwa malangoni pako ana haki ya kushika sabato, kama ni kweli nyinyi ni wa sabato. Twende msomaji. Maana kwa siku 6. Simama msomaji, muda ninaenda nachukua tu vichwa. Sasa ninapoongelea hili jambo, Mungu anasema asifanye kazi yoyote. Sasa katika hili ndio maana nasema sabato mnaoifanya sio hayo. Kwanza niangalie vizuri. Msomaji, kamata kitabu cha Yeremia 17:21. Katika kitabu cha Yeremia. Lakini tuanzie anza tunaenda mara moja. Twende. Tunaenda katika hiyo kustowasha moto. Anzia kwenye kitabu cha Yohana msomaji. Naenda katika 5 kamata 16 yake. 5:16. Ili jambo sitaliachia, ndio. 5:16. Ili turudishe huko. Twende msomaji na maji. Inasema hivi. Katika 5:16. Twende. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuuzi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Simama hapa, ndugu zetu wa sabato wanasema, ukiwapea andiko wanasema
wanasema, je, basi kuponya siku ya Sabato ni dhambi? Kesi ya Yesu na Wayahudi sio kumponya. Kesi ni kwa sababu amemutwika godoro. Eske hii ikawafanya waanze kusema Yesu ameivunja Sabato. Sasa tuulize Biblia, kweli Yesu ulivunja Sabato? Yeremia 17:21. Bwana akasema hivi, nini? Jihadharini nafsi zenu. Ndiyo. Usichukue mzigo wote siku ya Sabato. Hiyo ndio kesi ya Yesu sasa. Kwa mujibu wa Agano la Kale, siku ya Sabato usichukue nini? Mzigo. Sasa Yesu amemkuta mtu anamponya, baada ya hapo amemtwikisha nini? Mzigo wa godoro. Sasa Wayahudi waliojua Torati na kanuni za Sabato wakajua Yesu amefanya nini? Ameivunja Sabato, sababu ameenda kinyume na taratibu za gisi imeahidiwa kuhusu Sabato. Hiyo ni jambo la kwanza ambalo limuletea Yesu kesi. Si kwamba Yesu kuponya ndio kesi. Kesi ni kubebesha mtu mzigo. Twende msomaji. Katika 5:8. Yesu akamwambia, nini? Simama Yohane. Hii ndio kesi ya Yesu hii. Sio kuponya kabisa. Sababu kiuliza wandugu wa Sabato wanasema sasa kuponya ni dhambi, kuhubiri ni dhambi. Hii sio kesi. Kesi ni kumtwika mtu, na maandiko nasema mtu asibebe siku ya Sabato. Jambo linaendelea msomaji. Kamata kitabu cha Nehemia 13. Kamata tu 13. Twende na maandiko. 13:19 yake. Twende vizuri. 13:19. Twende msomaji. Biblia inasema hivi. Ndio. Katika kitabu cha Yeremia. Tena wakaa humo watu wa Tiro. Nehemia. Ndio mwalimu ni hapo. Ndio. Tunaenda mara moja. Ikawa malango ya Yerusalemu. Walipoanza kuagiza kabla ya Sabato. Ikawa malango ya Yerusalemu ndio yalipoanza kuwa na giza kabla ya Sabato. Twende vizuri. Na liamuru milango ifungwe. Juu ya nini? Liamuru ifungiwe hata Sabato iishe. Ndio. Na baadhi ya watumishi wangu nikawaweka juu ya malango kabisa, ili usiingizwe mzigo wote siku. Hiyo ndio kesi ya Yesu, sio uponyaji. Kamata kitabu cha Kutoka 35:3 msomaji. Naenda katika kitabu cha Kutoka. Hii ni nasema inanipatia woga kwa ndugu wanaoshika Sabato kwamba sio Sabato ya Biblia mnaifanya. Hizi ndio shurti zilizopewa ili iitwe Sabato. Twende msomaji. Katika 35:3. Twende na majira, muda unaenda. Hamtawasha moto. Siku ya Sabato msiwashe moto. Ndio. Hamtawasha moto kabisa katika manyumba yenu. Ndio. Kwa siku ya Sabato kabisa. Kamata kitabu cha Kutoka, kamata kitabu cha Kutoka, twende na unasoma katika kitabu cha Kutoka 35:3. Rudia kwenye Nehemia 10:30. Twende kabisa katika kitabu cha Nehemia. Twende na muda. 10:31 yake. Ndio. Biblia inasema tena watu wa nchi wakitembeza biashara siku ya Sabato au chakula chochote. Ndio. Siku ya Sabato tusinunue kwa. Yaani mkiwa kwenye ibada ya Sabato, hata kwenda nunua maji dukani ni makosa. Mmevunja Sabato. Hata kununua pipi mnaenda uza hiyo ambao wanasema biskuti. Hiyo ni makosa kwa mujibu wa Biblia. Sasa kabla sijaenda mbali, nilitaka tu kuwapatia mwanga kidogo ili mnapofika hapa muwe na kesi. Sasa msomaji, kamata Biblia vizuri, kitabu ya Kutoka ile, twende na majira msomaji, dakika zetu zinaisha. Tunaenda katika kitabu cha Kutoka. Kamata 32 yake. Kitabu cha Kutoka 32. Hapa niache kesi ambayo tutakia kuanzia kwa dakika zifuatazo. Ndio. 32 ngapi mwalimu? Anzia kwa 32, kamata tu 19 yake. Hata alipoyakaribia malango. Musa alipokaribia malango. Na ile ndama na ile michezo. Ndio. Hasira ya Mungu ikawaka. Ndio. Akazitupa zile mbao mikononi mwake. Kabisa. Akazivunja chini ya mlima. Musa akavunja nini? Hizo mbao za amri 10. Sasa amri zitakazoandikwa sio Mungu ataziandika, bali ni Musa.
Kitabu cha Kutoka 34, msomaji twende na maandiko. Naenda katika 34. Kamata 34, kamata tu 27 yake hapo. 34:27. Ndio. Biblia inasema hivi. Ndio. Bwana akamwambia Musa, kabisa, andika maneno haya. Andika, yani baada ya Musa kuvunja yale yaliyoandikwa na Mungu, linachokuja kuandikwa mara ya pili sio tena Musa. Sasa hii iliyoandikwa mara ya pili ikaleta shida, ikawa sasa amri iliyoleta mauti. Kitabu cha Ezekieli, msomaji, 20:25. Katika kitabu cha Ezekieli, twende na majira, 20:25. Ndio. Biblia inasema hivi. Ndio. Katika 20:15 yake. 20:25. Tena naliwapa amri. Tena naliwapa amri. Vizuri. Tena naliwapa amri. Ndio. Zisizokuwa njema. Yani hiyo ya Mungu ilivunjwa. Hii ambayo sasa imeanza kutumika ni yale ambayo Musa ameandika mwenyewe, sio tena Mungu. Sasa hii amri iliyopewa na Musa ikakuja sasa kuleta kitu kinaitwa mauti. Wakorintho wa pili 3:7. Katika kitabu cha Wakorintho, twende, muda unaisha. Ndio. Haya, Biblia inasema hivi. Ndio. Katika 3:7 inasema basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa. Unaona sasa hii ambayo ilikuja ikakuwa huduma ya nini? Ya mauti. Twende. Na kuchomwa katika mawe. Ndio. Ilikuja katika utukufu. Hata Waisraeli hawakuweza kuikazia macho uso wa Mungu. Ndio. Kwa sababu ya utukufu wa uso wake. Ndio. Nao ni utukufu uliokuwa ukibadili. Simama, neno ninatafuta pale. Maandiko nasema vizuri ya kwamba katika agano ambayo sasa imekuja inaitwa agano la nini? La mauti. Sasa hii Torati mnaoshidai kwamba mumeishika inakuja na ugumu. Andiko la mwisho, niache dakika za pili niwe nimemalizia. Kitabu cha Wagalatia 3, soma 21 tu. Kuna mengine nitafuatia. 3:21 mwalimu. Ndio. Biblia inasema hivi. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio. Haya, naenda hapo. Basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha. Maana hapana. Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuuisha. Kama hiyo sheria ingeweza kuuisha, maana kuleta uzima, kuleta haki ingalipatikana kwa sheria. Haki ingepatikana kwa hiyo sheria. Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi. Kabisa. Makusudi hao waamini wapole ahadi kwa imani ya Yesu. Yani hiyo sheria imeleta mauti. Sasa uzima imekuja kwa Yesu Kristo. Maliza msomaji, rudia 20:21 yake hapo tuwe tunamaliza. Lakini kabla ya kuja imani, tulikuwa tumewekwa chini ya sheria. Kabla imani haijakuja tulikuwa chini ya nini? Achia hapo msomaji. Yani napunguzia hapa kwanza, ni kama kionjo cha kutupeleka kwenye mada, ili kwa dakika zijazo tuwe tumeleta uhakika. Yani Mkristo aruhusiwe kushika Sabato, na Sabato tunaona sio ya maandiko. Asante. Nashukuru sana mwalimu kutoka kanisa la Kristo la nchini Kongo. Bila kupoteza muda niwakaribishe walimu kutoka SDA Reform Church. Kumbukeni mada yetu ni je, ni halali Mkristo kushika siku ya Sabato? Hili ndilo swali na hii ndiyo mada. Nyinyi mnavyoona, mnavyosoma Biblia, mnaona kweli ni halali kwa Mkristo ashike siku ya Sabato? Njooni mtujibu swali hapa. Karibuni kwa dakika 20. Haya. Asanteni sana kwa mtangulizi alivyoanza kuwasilisha ya kwamba Mkristo hapaswi kushika Sabato. Mimi ninasema ya kwamba Mkristo anapaswa kushika Sabato. Msomaji, hebu kwanza nisaidie Mwanzo 3:1. Kimbia msomaji, changamka. Mwanzo 3:1. Maana mimi nasema Mkristo, tumia hata simu, Mkristo anapaswa kushika Sabato. Mkristo anapaswa kushika Sabato. Maana aliyekuja hapa ameanza kuelezea, ila hakuna hoja niliona ya kwamba nzito inayozuia Mkristo asishike Sabato. Ile amejaribu kuongelea yale mambo ambayo walikuwa wakifanya kwa ajili ya kuikosea Sabato. Sasa sijajua kama Mungu akisema kwamba usizini, wewe ukizini, ati Mungu anasema kwamba kuzini kumeondolewa. Uone kama ni shida. Soma andiko. Anasemaje? Basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwituni. Twende.
atawafanya Bwana Mungu. Changamka. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Twende. Ile matunda ya mti wote wa bustani. Msomaji, ongeza sauti. Anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Endelea. Aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke. Akamwambiaje? Hivi ndivyo alivyosema Mungu. Twende. Ile matunda yote ya mti wote wa bustani. Mwanamke akamwambia nyoka. Akamwambiaje? Matunda ya mti wa bustani utaweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema. Amesemaje? Yale wala msiyaguse. Sije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke. Ati nini? Nyoka akamwambia mwanamke. Hakika hamtakufa. Kwa hiyo Mungu anaposema ukila mtu ukila matunda ujuzi wa mtu wa mema na mabaya utakufa, ile nyoka anasemaje? Hakika hamtakufa. Maana yake Mungu anaposema ishike amri yangu, na akaja mtu mwingine akasema hiyo amri usishike, mwalimu wake ni nani? Joka. Kwa hiyo anayepinga mafundisho ya kushika amri ya Mungu, mwalimu wake ni joka. Maana Mungu anaposema jambo hili fanya, wewe ukasema ya kwamba jambo hili usifanye, chunga sana, chunga sana. Msomaji, hebu nisaidie kwanza habari njema, Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4, alafu niende sasa nikafundisha kwa nini tushike Sabato. Yohana, changamka msomaji, ni dakika 20, hakuna muda, na ameongea vitu vingi na nataka tuviguse. Yohana wa kwanza soma hiyo 3:4. Yohana wa kwanza 3:4. Changamka msomaji. Mtaani unakuwa haraka, lakini hapa naona unakuwa masiju kwa nini? Soma andiko hilo. 3:4. Anasemaje? Kila mtu atendaye dhambi twende anavunja sheria. Kwa hiyo ukivunja sheria unafanyaje? Unatenda dhambi. Ukivunja sheria unafanyaje? Unatenda dhambi. Anasema unavunja sheria ya Mungu. Twende. Maana dhambi ni nini? Ni uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo kutenda dhambi ni kufanyaje? Kuvunja sheria. Sheria nani? Sheria ya Mungu. Sheria nani? Sheria ya Mungu. Bas, kwa hiyo iko hivi sasa. Kwa nini Mkristo ashike Sabato? Sababu ya kwanza, Sabato ni amri ya 4 katika amri 10 za Mungu. Msomaji, 21, 23. Kutoka. Kimbia. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ni ngapi? Hiyo ni ya pili. Anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya 3. Usilitaje bure. Ya 4. Anasema ukumbuke siku ya Sabato. Sasa msomaji, ukiuliza tuwe na miungu mingine, wanasemaje? Hapana. Tuchonge sanamu, wanasemaje? Hapana. Tuheshimu baba na mama au tusiwaheshimu, wanasemaje? Hapana. Tuikumbuke siku ya Sabato. Wanasema ilisha. Kwa nini? Kwa sababu wamefundishwa na joka. Maana joka ndio huwa linafundisha kuvunja amri ya Mungu. Sabato ni amri ya Mungu. Kwa hiyo lazima Mkristo ashike amri ya Mungu. Mungu amesema ikumbuka, soma hapo nani? 28. Changamka. 28. Anasemaje? Ukumbuke siku ya Sabato. Ufanyeje? Uitakase. Ufanyeje? Ukumbuke siku ya Sabato. Ufanyeje? Uitakase. Twende. Anasema siku sita fanya kazi. Endelea. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya Sabato ni nini? Ni Sabato ya Bwana. Ni Sabato ya nani? Ya Bwana. Endelea. Ya Bwana Mungu wako. Endelea. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako. Twende. Wala binti yako. Endelea. Wala mtumwa wako. Soma 11 hapo. Maana hapo alishasoma kwa ajili ya muda. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi. Kwa siku sita? Bwana alifanya mbingu na nchi. Kwa siku sita? Bwana alifanya mbingu na nchi. Endelea. Na bahari. Na vyote vilivyomo. Twende. Akastarehe siku ya saba. Akafanyaje? Akastarehe siku ya saba. Endelea. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato, akaitakasa. Msomaji, Mkristo anafaa kuishika Sabato kwa sababu Mungu ameibarikia siku ya saba na kuitakasa. Sasa mje mtuambie kama kuna siku nyingine imebarikiwa na kutakaswa, ili kwamba tuachane na Sabato. Mkristo anapaswa kushika Sabato kwa sababu ni siku ya saba ambayo Mungu alistarehe na akaibarikia. Kwa hiyo ukisema kwamba hakuna kushika Sabato, maana yake wewe unamwabudu Mungu asiyeumba. Maana yake unamwabudu Mungu asifanyaje? Asiyeumba. Kwa hiyo siku ya Sabato ambayo tulivyoona ni siku ya saba, na Mungu amesema ikumbuke siku ya Sabato. Kwa nini anawaambia waikumbuke siku ya Sabato? Ilikuwepo Mwanzo 2:1. Huwezi kuambiwa kumbuka kitu ambacho hakipo. Wale wanaambiwa wakumbuke kwa sababu walishikwa wakapelekwa utumwani Misri. Walikuwa wamesahau ibada. Kwa hiyo wanaporudi Mungu lazima wakumbushe. Sasa wewe kama ushiki siku ya Sabato, maana yake uko Misri. Soma andiko.
Anasemaje? Basi mbingu na nchi zikamalizika. Na jeshi lake lote. Twende. Na siku ya saba. Ati nini? Na siku ya saba. Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Endelea. Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Endelea. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akafanyaje? Akaibarikia siku ya saba. Ya kwanza. Akaibarikia siku ya saba. Ya pili. Akabariki siku ya saba. Ya tano. Akabarikia siku ya saba. Ya sita. Akabarikia siku ya saba. Chunga sana. Siku ya saba imebarikiwa, na ndio maana tunaambiwa lazima tuitii. Sasa akaja akasema kwamba kuanzia mwanzo alitoka mpaka Kutoka kwamba hawakufanyaje? Hawakushika Sabato. Wewe ndio umesema hawakushika Sabato. Biblia hapo imekaa kimya, na mambo ambayo yapo kimya lazima tuyaache kimya. Kwa hiyo wewe ndio umeongeza kwamba hawakushika Sabato, lakini Mungu baada ya kumuumba Adamu ndani ya siku sita, katika siku ya sita, siku ya saba Mungu alistarehe. Sasa alistarehe, Adamu akaenda kurukaruka. Alistarehe, Adamu akaenda kurukaruka. Akaenda kulima. Adamu alienda kulima. Yaani Mungu alistarehe, Adamu akaenda kulima. Kwa hiyo Bible imekaa kimya. Unaona? Lakini tunaashumu kwamba walikuwa wanaitunza kwa sababu Mungu amewakumbusha wana wa Israeli baada ya kutoka Misri. Hawezi kawakumbusha jambo ambalo halipo. Utakumbushwaje na kitu hakipo? Kwa hiyo aliumba katika siku sita. Katika siku ya saba kastarehe, ndio akawaambia waikumbuke. Kwa hiyo hiyo hoja ya kusema kwamba ati Adamu na watu wengine hawakushika Sabato, hiyo umetoa kichwani. Na kama kuna andiko kwamba hawakushika Sabato, uje utaje hapo. Msomaji? Ipo. Nisaidie 16. Ni 16. 16:5. 16:5 Mwanzo. 26:5. Changamka. 26. Mwanzo 26:5. Twende. Anasema kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Alifanyaje? Alisikia sauti yangu. Endelea. Akahifadhi maagizo yangu. Akahifadhi nini? Maagizo yangu. Na amri zangu. Na amri zangu. Na hukumu zangu. Na nini? Na sheria zangu. Kwa hiyo alihifadhi maagizo, sheria, amri na hukumu. Umeona hapo? Maagizo, amri, sheria na hukumu. Sasa ungekuja ukatuambia kwamba hawakushika Sabato. Hizo amri, maagizo, sheria na hukumu ilikuwa ni kitu gani? Kama uje utuambie katika maagizo, sheria na hukumu kwamba Sabato haimo. Uje utuambie kwamba hapo Sabato haikuwepo. Kwa hiyo kwa nini kwanza tunashika Sabato? Kwa sababu ni amri ya Mungu. Kwa sababu ni amri ya Mungu, na amri za Mungu kipindi hicho hazikuandikwa katika mbao mbili kabla Sinai. Zilikuwa katika nia zao. Kwa hiyo walikuwa wakizishika kulingana na dhamiri zao. Msomaji? 39:9 Mwanzo. Kimbia msomaji. Mwanzo 39:9. Dakika ngapi? Mwanzo 6 bado 6. Changamka msomaji. Hakuna mkuu. Ndio kwanza na 6. Safi kabisa. Endelea. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Ngapi? Endelea. Soma. Anasemaje? Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Twende. Wala hakunizuilia kitu chochote. Twende. Ila wewe. Kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu? Mkubwa nikosee Mungu. Twende. Akawa kizidi. Kwa hiyo akasema afanyeje? Anasema nifanyeje ubaya huu? Nifanyeje ubaya huu? Ongea. Nimkosee Mungu. Endelea. Akawa kizidi kusema. Akisemaje? Na Yusufu siku baada ya siku. Lakini hamkusikia anasema lakini hakusikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akashika nguo zake. Subiri. Kwa hiyo tunaona kwenye ile 39:9 Yusufu anasema nimtendeje Bwana dhambi hii? Unaona? Sasa mje mtuambie Yusufu alijuaje kama kuzini ni dhambi? Kama alikuwa hajui kama kuna amri za Mungu. Yusufu alijuaje kama kuzini ni dhambi? Kama sheria ilikuwa haipo ndani yake. Msomaji? Nipo. Kwa nini kwanza tushike Sabato? Maana mimi hapa nafundisha kwa nini tushike Sabato. 24:20 Mathayo 24:20 Mathayo. Changamka msomaji. Anasemaje? Ombeni ili kukimbia kwenu. Twende. Sio wakati wa baridi. Hebu anza 3. Anasemaje? Ole wao wenye mimba. Anza 3 msomaji. 24:3. Anasemaje?
Hata ilipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisemaje? Endelea. Mambo haya yatakuwa lini? Hayo ni nini? Dalili ya kuja kwako. Endelea. Na mwisho wa dunia. Kwa hiyo Yesu sana anaulizwa dalili za kuja kwake na za mwisho wa dunia. Akaendelea akaongelea kuhusu habari za vita, matetesi na vitu kadha wa kadha. Soma sasa 20 hapo. Anasemaje? Ombeni ili kukimbia kwenu. Sio wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Ati nini? Ombeni ili kukimbia kwenu. Sio wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Kwa hiyo kwa nini Mkristo ashike Sabato? Ni kwa sababu Yesu anajua ya kwamba hata siku za mwisho bado Sabato ipo. Mimi nakwambia kwa nini tushike Sabato. Mimi natembea kwenye kwa nini? Msomaji? Ipo. Akaja akasema ati ya kwamba Musa alivunja nini? Mbao nini? Alivunja ile mbao, zile mbao za amri. Si ndio hivyo zilikuwa zimeandikwa amri. Alafu eti kwamba Musa ndo akaandika tena. Musa hakuandika amri. Hebu rudia ile andiko. Musa hakuandika amri, aliyeandika amri alikuwa ni Mungu. 34:27 rudia hapo afu tuone. Soma hapo. Anasemaje? Kutoka 34:7 soma, changamka. Musa hakuandika, hakuna amri aliandika Musa. Musa aliandika ile maagizo ya amri ambapo zile taratibu kwamba umezini pigwa mawe ufe. Aliandika Musa. Usijue fanya hivi vitu kadha wa kadha. Lakini zile amri 10 zimeandikwa na Mungu mwenyewe. Soma andiko. 27 aliyosoma. 27. Soma. Changamka. Msomaji. Bwana akamwambia Musa, endelea. Andika maneno haya. Kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe na pamoja na Israeli kwa mujibu wa maneno haya. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake. Endelea. Hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagizo. Hayo maneno ya nini? Maneno ya maagano. Hayo maneno ya nini? Maneno ya maagano. Endelea. Hizo amri 10. Sasa yeye alipokuja akasema ati Musa ndo anaandika amri 10. Andiko linasema akaandika maneno ya maagano ya amri 10. Maneno ya maagano ya amri 10. Maana yake kuna amri 10 na kuna maelezo yake yanayochambua hapo. Sasa hebu aliandika kwanza kitu gani? Hebu rudi hapo 10. Alichoandika Musa. Alafu ninyi nikuonyeshe Mungu akiandika mwenyewe. Soma hapo. Anasemaje? Anasemaje? Nafanya agano mbele ya watu wangu wote. Twende. Nitatenda miujiza. Kimbia. Na namna isiyotendeka katika dunia yote. Wala katika taifa lolote. Twende. Na watu wote ambao wanakaa kati yao wataona kazi ya Bwana. Ati nini? Wataona kazi ya Bwana. Endelea. Kwa maana ni neno la kutisha. Kimbia. Ni kutendalo. Endelea. Anasemaje? Angalia neno hili. Ninalokuamuru leo. Endelea. Tazama mbele yako na mtu wa Mwamori. Endelea. Mkanaani. Na Mhiti. Soma 12. Anasemaje? Ujihadhari nafsi yako. Ati nini? Ujihadhari nafsi yako. Kwa hiyo Mungu anaanza kumwambia mama ambayo kwenye 27 Musa alimwambia Musa andika, ndio hayo sasa. Sikiliza. Soma, changamka. Ujihadhari nafsi yako. Endelea. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi. Jambo la kwanza, endelea. Unayoendea. Isiyo mtego katikati yako. Endelea. Anasema kimbia. Hadi utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguo zao. Twende. Na kuyakatakata maashera yao. Kimbia. Maana utamwabudu Mungu mwingine. Kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Endelea. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Endelea. Mtu mmoja akikuita ukaila sadaka yake, wewe tembea tu, ukaoza wako binti zao. Kimbia tu. Nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi Kimbia. na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Usijifanyie miungu ya kuyeyusha. Endelea. Hiyo sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Sikukuu ya nini? Ya mikate isiyotiwa chachu. Endelea. Utaitunza. Utakula mikate isiyotiwa chachu. Twende. Muda wa siku 7. Endelea. Kama nilivyokuagiza kwa majira yaliyoagwa. Endelea. Katika mwezi wa Abibu. Kwa kuwa ulitoka Misri. Katika mwezi huo wa. Sasa hayo ni maelezo kibao ambayo mwisho wa 27 ndio anasema sasa andika. Sasa ngoja tuangalie Mungu. Wewe Mungu ni Musa aliandika au ni wewe? Kumbukumbu la Torati 11. Soma hapo. 11. Uone Mungu mwenyewe akiandika. Anasema eti Musa ndo aliandika amri.
Musa ndo andika nani na sisi tungekuwa tushaacha kitambo. Soma hapo. Anasemaje? Wakati ule Bwana akaniambia, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza. Endelea. Kisha uje kwangu huku mlimani. Ukajifanyie na sanduku la mti. Ati nini? Ukajifanyie na sanduku la mti. Endelea. Nami nitaandika juu ya hizo mbao. Ati nini? Nami nitaandika juu ya hizo mbao. Musa ndo ataandika. Nami nitaandika juu ya hizo mbao. Endelea. Maneno hayo yalikuwa juu ya mbao za kwanza. Ulizovunja. Endelea. Nawe uzitie ndani ya hilo sanduku. Endelea. Basi nikafanya sanduku la mti wa mshita. Endelea. Nikachonga mbao mbili za mawe. Endelea. Mfano zile za kwanza. Endelea. Nikakwea mle mlimani. Na zile mbao mbili. Endelea. Mkononi mwangu. Naye akaandika juu ya mbao. Ati nini? Naye akaandika. Ati nini? Naye akaandika. Wewe soma vizuri Musa. Anasema naye akaandika. Wewe soma vizuri Musa. Naye akaandika. Ati? Naye akaandika. Sasa maandiko hilo hamkuliona? Hilo hamkuliona kwamba Mungu aliandika? Mkaona kwamba ati Musa alivunja. Musa alivunja ndio. Baada alipokuta wanaabudu sanamu, akavunja. Baada ya kuvunja Mungu akamwambia panda. Fanya mawe hayo, Mungu mwenyewe akaandika. Akaandika. Sasa mje mtuambie kama hilo ni uongo. Sasa sisi tunafundisha tu kwa nini Mkristo ashike Sabato. Msomaji 66:22 Isaya. 66:22 Isaya. Kwa nini tushike Sabato? Mkristo ashike Sabato. Nimesema ya kwamba ni amri 10 za Mungu, na Mungu amesema lazima utii amri zake za Mungu. Unaona? Nikasema kwamba tunashika Sabato kwa sababu Mungu alibarikia kaitakasa. Kama kuna siku nyingine iliyobarikiwa na kutakasa, mje mtuambie. Hiyo ndio amesema. Kitu cha pili, tunashika Sabato kwa sababu Yesu mwenyewe anasema hata siku za mwisho zitakuwepo. Soma andiko hilo. Anasemaje? Kama vile mbingu mpya. Ati nini? Kama vile mbingu mpya. Endelea. Na nchi mpya. Twende. Zitakazofanya. Zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana. Endelea. Ndivyo za wenu. Na jina lenu. Endelea. Litakavyokaa. Endelea. Na itakuwa mwezi mpya. Ati nini? Na itakuwa mwezi mpya. Na nini? Hata mwezi mpya. Na Sabato. Ati? Ana Sabato. Hata Sabato. Endelea. Wanadamu wote. Ati nini? Wanadamu wote. Ati nini? Wanadamu wote. Ni wanadamu. Hapo kuna wengine wanasema ni wana wa Israeli waliopewa Sabato. Sasa sijui rudi hapo. Anasema wanadamu wote. Ati nini? Wanadamu wote. Ati nini? Wanadamu wote. Ati nini? Wanadamu wote. Watakuja kuabudu mbele zangu. Asema Bwana. Sasa kwa nini Mkristo aishike Sabato? Ni kwa sababu hata kwenye mbingu mpya na nchi mpya ipo. Mimi natoa sababu kwa nini aishike. Sasa wewe ukija hapo utuambie kwa nini tusishike. Msomaji akasema ya kwamba ati Yesu, maandiko yako yanasema kwenye Yeremia, ni Yeremia 17 ati kwamba wasiingize mzigo. Tena akasema ile geti itakuwa linafungwa ili mzigo usiingie ndani. Sasa ule mzigo ule ni tofauti na kesi ya Yesu. Yesu amemponya aliyekuwa naumwa. Yale mageti yanafungwa kwa sababu ya kufanya biashara. Sasa yule Yesu amemwambia jitwike godoro akauze. Hao alikuwa anauza magodoro. Amemwambia jitwike aondoka, alikuwa anaumwa. Sasa alikuwa anaumwa muda mrefu hainuki. Baada ya kuponywa sasa anamwambia beba godoro lako uende nyumbani. Sasa alitoka, alirudi, akamwambia chukua godoro nenda kauze. Umekatazwa usiende kauze, naenda kufanya biashara siku ya Sabato. Kwa hiyo kwa nini tufuate siku ya Sabato? Ni kwa sababu Mungu ametuambia kwamba tuikumbuke na tuitakase. Msomaji 31:15. Kwa nini tunaishika Sabato? Soma, changamka hapo. Kutoka 31:15 Kutoka. Changamka. Anasemaje? 31:15 Kutoka. Anasemaje? Kazi itafanya siku 6. Lakini siku ya 7 ni nini? Ni Sabato ya kustarehe kabisa. Takatifu kwa Bwana. Endelea. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote. Ati nani? Kila mtu. Kwa hiyo Mkristo sio mtu. Ni watu. Endelea. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya Sabato atafanywaje? Hakika yake atafanywaje? Atauawa. Kwa nini Mkristo ashike Sabato? Ni kwa sababu atakayevunja atauawa. Mimi nakupa tu sababu, nishatoa sababu za kutosha. Sababu nyingi. Kwa nini Mkristo ashike Sabato? Kwa sababu atauawa. Maana utakuja kuniambia hapa, kwa nini hawapigwi mawe? Sijui alisema ni mtu eti ni mtu aliwaambia watu ndio wapige, wafanyeje? Wafanyeje? Wasio na dhambi ndio watakao wapige. Ila kama una dhambi uruhusiwi kupiga. Kwa hiyo Mungu mwenyewe kwa sababu ni mtakatifu na hana dhambi ndiyo atakayewaua. Kwa hiyo Sabato kama Sabato, Mkristo ni sharti aifuate. Na kwa nini Mkristo aifuate Sabato? Msomaji 16:13 Matendo. 16:13 Matendo. Mimi nakupa sababu kwa nini? Maana hata mada yenyewe sikujua ilikuwa inalenga huku.
lakini baada ya kuisikia nikaona okay, hamna haja ya kutumia nguvu, tuonyeshe tu kwa nini sisi tunashika Sabato. Soma andiko. Hata siku ya Sabato. Ati nini? Hata siku ya Sabato. Jumapili. Hata siku ya Sabato. Wewe Jumapili. Hata siku ya Sabato. Na siku nyingine mje mtuandalie kama mtapata muda. Tusio tunaongelea tu Sabato, tuichunguze. Hiyo Jumapili imeingiaje kanisani? Maana watu wa zamani hawakutunza hiyo Jumapili, imeingizwa tu. Sasa msemo mnaongelea Sabato, inataka na Jumapili tuichunguze. Endelea ili maana Yesu anasema mimi ndiye Bwana wa Sabato pia. Sasa tunataka tujue hata huyo Bwana wa Jumapili ni nani. Msio tu Sabato hata Jumapili. Muandae muda tuichunguze. Soma andiko. Hata siku ya Sabato. Tukatoka nje langu. Twende. Tukaenda kando ya mto. Ambapo tukadhani ya kuwa kuna nini? Pana mahali pa kusali. Kwa hiyo watu wa Mungu walikuwa hata sema ya kusali, walikuwa wanatafuta nini? Siku ya Sabato. Siku ya Sabato. Kwa hata mimi nikienda mkoani lazima siku ya Sabato nitafute sehemu wapi wanaoamini kusanyike hapo. Na ndio maana walitafuta siku ya kusali. Kwa hiyo hata wa mitume waliendelea kuitunza Sabato, na ndio maana Mkristo anapaswa kuitunza. Mkristo anapaswa kuitunza. Waebrania 4:9. Mimi nishamaliza, nafikiri nimefundisha kwa nini tufuate Sabato. Basi imesalia la Sabato. Kwa nani? Kwa hiyo watu wa Mungu wana nini? Wana Sabato. Asanteni. Nashukuru sana. Huyu ni mwalimu kutoka kanisa la SDA Reformed Church hapa Tegeta. Alikuwa akitetea Sabato. Mada yetu tunasema, je, ni halali kwa Mkristo kushika siku ya Sabato? Kwa hiyo tunaendelea tena kutoka kwa walimu wa kanisa la Yesu Kristo. Kwanzia sasa mna dakika 15 mje mtuambie. Bwana Yesu asifiwe. Nakuja na hii ili nichunguze mambo ambao mwalimu alikuwa ameongea, na ni jambo ambalo huwa linanichekesha kwa sababu katika hoja zangu mwalimu alishindwa kuyapitia, na hiyo ndio kesi ambayo ninayo na ndugu zangu ambao wamesema wao ni wa Sabato. Hata anwani ya mada yenyewe pia ilikuwa imewatupa pembeni. Kwa sababu gani imesemwa je, ni halali nani? Mkristo. Sasa hiyo andiko imetolewa kwanza kama Mkristo ameshika Sabato. Sijaona. Haya, hiyo ni kesi ambayo mtakuja kuijibu nyuma, lakini najua hayana majibu. Nilisema tokea mwanzo hadi hapo Sabato haijaoneshwa nafasi wamefanyia ibada. Hapo wamepitia basi? Hawajapitia. Jambo la pili nimesema Sabato mnayoifanya hailingane na maandiko. Pili, hata Yesu mwenyewe mnampinga. Yaani nyinyi sio usimaki amuko ni kwa Yesu, ni kwa huko. Mimi nimeleta kitabu cha Yohana, msomaji rudilia. Katika kitabu cha Yohana 5. Anzia hiyo 5 yake tu. Akamtwika anzia pale 8. Ndiyo. Yesu akamwambia nini? Simama. Ndiyo. Jitwike godoro lako uende. Luka 16. Luka 16 yake. Kwa sababu Wayahudi wakamuuzi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Tena nimerudilia, kesi la Yesu sio kuponya, kesi ni kubebesha. Sasa tuangalie amesema kwa habari ya kuuza na kununua. Irudilia pale kitabu ya Nehemia msomaji 13 ya. Katika kitabu cha Nehemia 13:19. 13:19. Ndio. Haya, nafika hapo mwalimu. Ndio. Katika kitabu hicho cha twende, nina muda mchache. 19 yake. Ndio. Ikawa malango ya Yerusalemu yalipoanza kuwa ndio na giza kabla ya Sabato kabisa, na aliamuru milango ifungwe. Ikaamuru ifungwe hata Sabato ishe. Yaani kwa mujibu wa Nehemia anaonesha haikuhitajika mzigo uingie katika ile kambi ya Wayahudi. Siku gani? Ya Sabato. Irudia kwenye Yeremia 17:20 24. 17:24 Yeremia. Kitabu cha Yeremia 17:24. Twende niende kwa mapointi ili niingie kwenye nukta vizuri. Haya, Biblia inasema hivi. Nimeziandika hapa. Twende msomaji. Wala msitoe mzigo wote katika majumba yenu. Sikia sasa ndugu zetu. Hii haya tena imerudia. Msitoe mzigo katika nini? Nyumba zenu. Hapa tena ni hapa ni habari ya wanaokuwa nje wanaokuja kuunza. Hapana. Hapa sasa ni shurti wamepewa wana wa Israeli. Yaani hata hizi speaker zenu kuzitoa siku ya Sabato ni mzigo. Mnavunja Sabato. Ndio maana nimesema yenu sio ya agano la kale, sio ya agano jipya. Hamna. Sababu gani? Msomaji anasema
anayevunja sabato anahitajika auawe. Tena akapitiwa kusema anayehitajika kuua anayevunja sabato ni mtakatifu, na aliye mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Yaani kwanza nyinyi ni wenye dhambi, hiyo ni kesi yenu. Lakini nirudie kwenye kitabu cha Hesabu 15:32. Tunaenda katika kitabu cha Hesabu. Msikie mada hii vizuri. 15:32. Twende msomaji. Kisha wakati sikia kama Mungu ndio aliua mwenye alivunja sabato, kwa mujibu wa usemi yako sema atakayeua ni Mungu, tutungie kama ni Mungu au mtu watu. Kisha wakati huo wana wa Israeli walipokuwa kwa jangwani, ndio wakamwona mtu mmoja akikusanya kuni siku ya Sabato. Hawa walipomwona akikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haruni. Vizuri. Na kwa mkutano wote. Twende. Nao akamweka kifungoni. Kwa sababu maana lilikuwa alijasema, Mungu alikuwa hajasema kitakachotendwa atakayevunja sabato. Bwana akamwambia Musa. Nini? Bwana akamwambia Musa. Twende. Mtu huyo lazima atauawa. Mimi Mungu nitamuua au atauawa? Atauawa. Shuka. Mkutano wote watampiga kwa mawe. Sasa huyu ni Mungu ndio anaua? Hapana. Ole kama hapa mtakuwa mmedanganyia ndugu zangu. Unasema anahitajika kuua ni mtakatifu na ni Mungu mwenyewe. Hawa ni watu wanapiga mtu mawe anakufa. Si Mungu. Sio Mungu. Jambo la zaidi anasema kwenye kitabu cha Kutoka, anzie ile Kutoka msomaji, tuirudilie ile 30 na ngapi hapo? 34, anzia moja ili nirudie kumbukumbu ambapo amerudilia. Ndio Biblia inasema, twende. Kisha Bwana akamwambia Musa. Anamwambia nini? Chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza. Ndio. Nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno hayo. Nani anasema ataandika? Mungu anasema ataandika. Luka 27:28. 27:28 mwalimu. Twende. Nafika hapo kabisa. Twende na muda. 27:28. Hapo tu. Hiyo 34, 27, 28. Haya, Biblia inasema mwalimu. Twende vizuri. Tusome hapo. Twende na muda. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa. Andika maneno haya. Nani aandike? Musa. Twende. Bwana akamwambia Musa. Vizuri. Andika maneno haya. Kwa kuwa mimi nimefanya agano nawe. Nimeyafanya agano nawe na pamoja na Israeli. Ndio. Kwa mjibu wa maneno haya. Shuka 28. Nasema hivi. Ndio. Naye alikuwa huko pamoja. Sikia sasa. Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake. Ndio. Hakula chakula. Wala hakunywa maji. Hakunywa maji. Kaandika katika hizo mbao. Nani kaandika? Musa kaandika. Maliza. Hayo maneno ya maagano, hizo amri. Musa akaandika juu ya yale mbao haya maneno. Twende msomaji. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai na zile mbao mbili za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima. Haya, aliyeandika ni Musa, si Mungu. Sio Mungu kabisa. Kwa mujibu wa aya aliyeandika ni Musa. Mungu amesema ataandika, maambia Musa andika. Sasa hapa nikasema, sasa hapa kuna kia kuwa kesi kwamba hii agano ambayo munayo hapa imeenda katika kuleta mauti. Si hapa sasa ndio kuna kesi. Nikasema kuna aina ngapi sabato ya namna ngapi? Kuna aina ya sabato. Wao wamegusia moja, hiyo tatu wameiwekeza kwanza, hawaiwezi. Na Yakobo anasema kwa 10 ushike ngapi? Yote 10. Ukifanya 9 unakosea moja. Yaani nayo ambao mnajidai pia amuifanye kwa mujibu wa Biblia. Hiyo ninayosema ni maandiko. Hawashiki ya shamba. Hawana. Hawashiki ya mtumwa. Hawawezi. Hawashiki ya nchi. Hawawezi. Basi watakufa na njaa ndugu yangu. Wakishika ya shamba singai tawaua basi. Muda wa limiti tena shamba si mambo yatakuwa yameharibika. Akaendelea kuongelea maneno nimeandika hapa, akasema ya kwamba kwa habari ya sabato wao wanaishika sababu ni amri ya Mungu. Lakini kabla sijaenda kule msomaji wangu, mwalimu, Yesu kitabu cha Mathayo 12:1. Kitabu cha Mathayo 12:1 yake. Twende na muda. Biblia inasema, ndio, wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya sabato. Yesu anapita shambani siku gani? Ya sabato. Na hawa wanapita kwenye shamba siku ya sabato. Hapo sijue kama watakuwa wanamfuata Yesu au je. Tumaliza. Wanafunzi wake wakaona njaa,
Wakaanza kuvunja masuko. Hata mtangazaji iko nasikia wanafunzi wanapita kwenye shamba siku gani? Ya Sabato. Wakapita kwa kupitilia, wakaingia wavune. Wakaingia wavunje. Yaani siku ya Sabato kwenda kwenye shamba sio kosa. Kuvuna sio kosa, kubeba mzigo sio kosa, kuwasha moto sio kosa. Ndio maana nyinyi mnampinga na Yesu kaenda shambani siku ya Sabato. Yesu kamtwikisha mtu mzigo siku ya Sabato. Sasa nyinyi mnapinga na Yesu, hamumfuati. Sasa hapa najua mnabaki na andiko moja ya Mathayo 5:17. Hiyo ninaiweka ili muje. Hata Yesu hakuwa mwana Sabato. Msomaji, kitabu cha Luka. Kamata 4 yake. Kamata 18 hadi 20 kisha na Luka 28. Inasema, twende. Akaenda Nazareti, mahali alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Yesu kaingia wapi? Katika sinagogi. Hapana katika kanisa. Sasa hapa nao ni kesi. Sijui kama ninyi watu wa sinagogi au wa kanisa mtakuwa mnatuambia nyuma. Twende. Kama ilivyokuwa desturi yake. Vizuri. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Luka 28 na Luka mwalimu. Ili nione, je, Yesu ulikuwa mshika Sabato au uliingia kwenye sinagogi la washika Sabato, na uliposoma nini ilitokea? Wakachagaza wote waliokuwa katika sinagogi siku gani? Ya Sabato. Siku gani? Ya Sabato. Yesu na akaingia siku gani? Ya Sabato. Twende. Wakachagaza wote. Ndio. Waliokuwa katika sinagogi siku ya Sabato. Twende. Inasema hivi. Wakachagaza wote waliokuwa katika sinagogi waliposikia haya. Ndio. Wakaondoka. Wakamtoa nje ya mji. Yesu kama kwa mujibu wenu mshika Sabato anaingia kwenye ibada ya Sabato. Lakini wa Sabato wanamfanya nini? Wakamshika. Huyu utamuita msabato. Mnaweza mtupa mwenzenu msabato. Wakampeleka mpaka ukingo wa kilima. Simama msomaji. Naongea hivi kwa habari ya amri. Aliacha neno hapa, je, nini sisi tunashika Sabato ni nini? Amri. Ni amri. Sasa akasema, je, kama Mungu alisema hivi kwa kitabu cha Mwanzo, wale ambao watafanya wanakuwa uzao wa nyoka, si ni hivyo? Lakini tuulize maandiko, hii amri mnayoisema hapa kwa mujibu wa Biblia, msomaji, kamata kitabu cha Yohane wa kwanza. Kamata 3, nafikiri itakuwa kwenye 24. Yohane wa kwanza 3:24. Twende. Haya, nafika hapo mwalimu. Twende na muda. Katika 3:24. Twende. Biblia inasema, na yazishikaye amri zake. Na yazishikaye amri zake. Ndio. Ukaa ndani yake yeye naye ndani yake. Maliza. Na katika hili tunayajua ya kuwa anakaa ndani yetu. Ndio. Kwa huyo Roho aliyetupa. Shuka Imeisha mwalimu. Rudia ku 22. Na lolote tuombalo tuwalipokea kwake. Ndio. Kwa kuwa tuwazishika amri zake. Tunashika nini? Amri zake. Za nani? Za Yesu. Sikia sasa ile amri. Na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Ndio. Na hii ndio amri yake. Ile amri ambayo tunashika, kwamba tuliamini jina. Tukiamini Yesu, hiyo amri ni tumeshika, sio ile tena ya kwenye ubao. Na hii ndiyo amri yake, tuliamini jina la mwana wake. Kamata kitabu cha Tito 2 anzia kwenye 9:11. Sasa sisi hatujizuize kufanya dhambi sababu imeandikwa kwenye amri. Tumejizuiza kufanya dhambi sababu tumekuwa na ile amri ambayo ilitufanya tumwamini, na imesema katika kitabu cha Tito 2:9 hadi 11. Msomaji. Inasema mwalimu. Sikia. Watumwa na watii mabwana zao. Kabisa. Wakiwapendeza katika mambo yote. Ndio. Wasio wenye kujibu. Nenda tu kwenye tunaenda 11 mara moja. Kamata tu 10:11. Wasio waibaji. Ndio. Bali waonyeshe uaminifu wema wote. Twende. Ili wayapame mafundisho ya Mwokozi wetu. 11. Mambo yote. Ndio. Maana neema ya Mungu iokoe wanadamu wote. Sio sheria, sio Torati. Maliza. Nayo tufundishe kukataa ubaya. Hiyo ndio amri tunao sisi. Hatuache kufanya mabaya juu ya amri. Ni sababu ya ile okovu tunao ndani ya Kristo, nayo imetufunza kuacha nini? Hapo wamesema Torati imetufunza hapana kufanya ubaya. Hapana. Jibu ni hapana. Sasa hii Torati
mnaozingatia amuiweze. Ni mzigo mnaobeba nayo imeleta mauti. Nilisoma kitabu cha Ezekieli 20:25 nikawapa amri zisizokuwa njema. Sasa hiyo kitu unafaa. Sasa nipunguzie niseme hivi, sisi wa Kristo hatuna siku ambayo ni siku special katika siku za kuabudu. Kwanza nianzie kwenye Wakorinto wa kwanza 15:58. Wakorinto wa kwanza 15:58. Muda unaenda. Basi ndugu zangu wapendwa, nini? Muimarike. Ndio. Msitikisike. Kabisa. Mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana. Siku ya 7. Mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana. Siku ya 7. Siku zote. Hapana msomaji, siku ya 7. Rudia kwenye Matendo ya Mitume 2:40 pale. Tunaenda mwalimu. Ndio. Wakawa wakidumu katika fundisho. Wakawa wakidumu katika fundisho. Katika ushirika. Na katika kumega mkate. Ndio. Na katika kusali. Ndio. Kila mtu akaingia na hofu. Akajaa ajabu nyingi na ishara ikafanywa na mitume. Ndio. Na watu wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Ndio. Na siku zote. Siku ya 7. Na siku zote. Hapana msomaji, siku ya 7. Siku zote mwalimu. Siku zote. Hii ni imani ya mitume. Twende. Na siku zote. Ndio. Kwa moyo mmoja walikuwa kidumu ndani ya hekalu. Kamata kitabu cha ya Wagalatia 4:9-11. Tuangalie wanaoshika siku. Na kusema hivi. Ndio. Mnashika siku na miezi na nyakati. Hao ndugu zetu hawazishike. Wanashika siku, miezi na nyakati. Twende na miaka. Na cheleo isiwe labda nimejitabisha kwa 5:4 Wagalatia. Kila anayeshika sheria huyu ametengwa na Kristo. Mumetengwa na Kristo. Vizuri. Mumetengwa na Kristo. Juu ya nini? Nini mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Isaya 1:13-14. Yaani hapa kwa habari ya siku, ndugu zangu, hata wale wanaofanya Jumapili kuwa siku special nao wamekosea. Imani ya Ukristo haijengwe kwa siku. Hatuna hiyo imani katika msingi wa mitume. Twende msomaji. Kamata Isaya 1:12-14 yake. 1:12 mwalimu. Nafika hapo. Ndio. Uchapo ili kuonekana mbele zangu. Ni nani aliyetaka neno hili? Twende na muda. Mikononi mwenu. Kuzikanyaga nyua zangu. Twende. Usilete tena matoleo badili. Usilete matoleo badili. Kumbani chukizo kwangu. Ndio. Mwezi mpya. Na nini? Na Sabato. Mungu anasema ni machukizo kwake hiyo ibada mnazozifanya. Yaani Ukristo hauna siku yenye iko special. Ukristo unaabudu Bwana katika roho na kweli, na katika roho na kweli haina siku. Mada imebaki hapo hapo. Je, Mkristo ni halali kushika Sabato? Asante. Ubarikiwe mwalimu. Amina, washukuru sana. Hizo zilikuwa dakika 15 za kuendelea kuchambua mada yetu. Je, ni halali Mkristo kushika siku ya Sabato? Naona hoja zinatolewa kweli kweli. Tunaendelea tena. Huyu alikuwa ni mwalimu kutoka kanisa la Yesu Kristo. Sasa tunamfuata mwalimu wa kutoka SDA Reform Church. Hawa ni watu wa Sabato. Hawa ni watu wanaoishika Sabato, ni watu wanaoitetea Sabato. Na wanasema ni amri ya Mungu. Japokuwa mwalimu aliyetoka hapa anasema Sabato ni chukizo kutokana na vitabu vilivyoandikwa. Kwa hiyo karibuni sana, nina kwa dakika 15. Tuendelee na mada yetu tuone kwamba je, ni halali Mkristo kushika siku ya Sabato? Amina. Asante sana ndugu simulizi, Mungu akubariki. Nimezisikiza hoja za mwalimu kwa umakini wa hali ya juu sana. Lengo ni kujifunza na sio kubishana. Lakini kile ambacho nimekipata kutoka kwake na nitatangaza leo hapa, ikiwa yeye ni Mkristo na anasema Sabato hana, huyo ni mpagani na utambuliki kuwa ni Mkristo. Na hata wewe unanisikia, ikiwa wewe ni Mkristo na Sabato ya Mungu una, wewe ni mpagani na una ibada ya Mungu. Kwanza nisomee Luka 18:1, niweke kitu cha tofauti ambacho hao walimu kimewachanganya, kwa hicho unashindwa kujua tofauti ya sala na ibada. Tofauti kati ya sala na ibada. Soma hapo. Nasema akawaambia. Akawaambiaje Yesu? Maana ya kwamba
Imepaswa kumwomba Mungu siku zote. Imefanyaje? Imepaswa kumwomba Mungu siku zote. Imefanyaje? Imepaswa kumwomba Mungu siku zote. Kwa hiyo kumwomba Mungu ni siku zote. Kumwomba Mungu ni siku zote. Sasa siku ya ibada ni gani? Ibada ya Mungu. Unajua ukisema neno sabato, sabato hakuna kiumbe aliyoileta, na Mungu unayemwabudu yeye ana mdomo wake na atakwambia ibada yako ifanye vipi. So wewe unapanga unavyotaka wewe. Lazima Mungu aseme mimi ibada yangu ni hii. Katika zile amri 10, amri 4 zote zinahusu wewe na Mungu na ibada. Ukibomoa hizo amri, hakuna jirani atakupiga kukurushiwa mawe, yani ni wewe na Mungu. Sasa nenda Mambo ya Walawi 23:3. Wapi? 23:3 ya Walawi. Walawi. 23:3. 23 mstari wa 3. Kinasema, mtafanya kazi siku 6. Ndio. Lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Ni zote maombi. Siku ya 7 ni sabato kustarehe kabisa. Endelea. Kusanyiko takatifu. Ati nini? Kusanyiko takatifu. Ati nini? Kusanyiko takatifu. Kumbe kote unaweza kumwomba Mungu siku zote, lakini siku ya kusanyiko ni lini? Sabato. Siku ya kusanyiko ni lini? Sasa hawa wanafikiria hali ya maombi. Maombi ni kila siku, kumwomba Mungu siku zote. Mnipe Danieli 6:10. Tumuone naye Danieli. Maombi yake alikuwa anafanya kila sabato, na Danieli alikuwa na sabato. Sasa je, wewe Danieli, hata kama ulivyokuwa na sabato, ulikuwa unamuomba Mungu kwa muda huo wa sabato au ulikuwa unafanyaje? Soma hapo. Danieli 6:10. Inasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, ndio akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu kabisa. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Kila sabato. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Kila sabato. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Akasali. Kumbe kusali sala ni kila siku. Lakini ibada ya Mungu, tunazungumzia ibada, maana tumeambia tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine, lakini kuna wengine wana desturi zao, wapagani wana desturi zao, lakini sisi na Mungu ni gani? Waebrania 1:9. Alafu kingine kabla hujenda hiyo, kwanza nionyeshe Mkristo wa kweli alishatabiriwa kwamba ataishika sabato. Mimi na Isaya 56. Isaya 56 anzia yake ni ya kwanza. Isaya 56:1 ni kuonyeshe Wakristo na wageni wote wataishika sabato. Na ndio maana kwenye Kutoka 20 Mungu katika amri ya sabato amesema usifanye kazi yoyote wewe wala mwana wako wala mgeni aliye ndani ya malango yako, hata towashi, yani hata mtu yoyote, yani huyo hapaswi kufanya kazi, kwa sababu sabato haikuwa kwa ajili yao, ni ya Bwana Mungu, na ilifanyika kwa ajili ya wanadamu, si kwa ajili ya wana Israeli. Soma hapo. Inasema, Bwana anasema hivi. Anasemaje? Shikeni hukumu. Bwana anasema shikeni hukumu. Kwa maana wokovu wangu huu karibu huku. Hawa si wanasema wameokoka? Si wanasema wana wokovu wamepokea kwa Mungu? Soma hapo. Na haki yangu kufunuliwa. Na haki yangu kufunuliwa. Heri afanyaye haya. Heri afanyaye haya. Adamu ashikaye sana. Kumbe ashikaye nini? Sana. Nini? Sana. Azishikaye sabato. Asizivunje. Kumbe wokovu unaendana na sabato. Wokovu unaendana na sabato. Ukisema una wokovu na una sabato una wokovu. Endelea mbele hapo. Auzuie mkono wake usifanye uovu wote. Endelea. Wala mgeni. Ambatanaye na Bwana. Kumbe hata mgeni ambatanaye na nani? Bwana. Kumbe hata sabato wageni walikuwa wasio kuifaa. Endelea. Hata kutahiriwa walikuwa nakatazwa, sawa, sitahiriwa, lakini sabato hiyo hata mgeni na muhusu, yani kwa sababu ile ni ya mwanadamu. Mwanadamu alivyoumbwa, siku ya kwanza yake anayoona kwake ni ya kwanza, anaikuta sabato ya Mungu. Endelea kusoma hapo. Usiseme hivi. Hakika yake Bwana kanitenga na watu wake. Hata hao wasiseme sisi tumetengwa na wana Israeli. Endelea. Wala tuwasha siseme. Mimi ni mti mkavu. Mimi ni nani? Mti mkavu, si mtu wa mataifa. Mtu wa mataifa naye hapaswi kusema mimi ni mti mkavu. Endelea hapo. Kwa maana anawaambiaje? Watazishika sabato zangu na kuyachagua mambo yanipendezayo kabisa na kulishika sana agano langu. Endelea. Nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililo jema kuliko kuwa na wana na binti. Endelea. Nitawapa jina lidumulo milele. Litawapa nini? Lidumulo milele. Jina lidumulo milele. Nasema lidumulo milele. Lisilo katiliwa mbali. Endelea, changamka. Na wageni wanaandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana kuwa watumishi wake. Kila ishikae sabato asivunje. Kila shikae nini? Kwa hiyo Mungu anasisitiza sana wokovu, hata katika wanaenda kuwapa watu ambao miti mikavu, wanasema kwa wale watakao shika sabato asifanyaje? Endelea. Na kulishika sana agano langu. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu. Kumbe atawaleta hata nini? Mlima wangu mtakatifu. Ina maana hata mataifa mti mikavu, wale matowashi manini ambao hesabiki kuwa ni watu wa Mungu wataletwa katika mlima mtakatifu. Hasa lengo la kwanza washike nini? Sabato. Kwa hiyo wasiposhika sabato bado wanaenda kuwa ni wapagani. Ndio kusoma mbele hapo. Inasema na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Nyumba yangu ya sala. Ukiwa una sabato huna nyumba ya sala ya Mungu. Hebu nenda Wagalatia 3,
Nenda Wagalatia 3:7. Wagalatia 3:7. Ikiwa wewe ni Mkristo na unasema huna ibada ya Sabato, wewe ni mpagani na utambuliki kama wewe ni Mkristo. Maana Mkristo lazima awe mwana wa Israeli. Kitakachokuunganisha wewe na kuwa ni mwana wa Israeli ni Sabato. Soma hapo. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani ndio hao ndio wana wa Ibrahimu. Inasema na andiko kwa vile nilivyoona tangu zamani kwa nenda 28. Wale walio wa imani ndio wana wa Ibrahimu. Sasa Ibrahimu alishika amri za Mungu na maagizo na vyote. Kwa hata mwanae lazima ashike, mtoto wake anikidai mtoto wake atakuwa na imani kama Ibrahimu. Ukisema Mwanzo 26:5 anasema Ibrahimu alishika amri za Mungu. Sasa wewe utaonyesha alivunja. Tusome hapo. Hapana Myahudi. Hapana mtumwa. Wala hapana mtu mume. Wala mtu mke. Ndio. Ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo. Wote mmekuwa nini? Mmoja katika Kristo Yesu. Sasa hicho kinachounganisha kitu gani? Ndio kusoma. Na kama ninyi ni wa Kristo. Na kama nyinyi ni wa Kristo, mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Na warithi sawa sawa na ahadi. Na warithi sawa sawa na nini? Na warithi sawa sawa na nini? Wana Ibrahimu walipewa nchi ya ahadi. Sio wakapewa na amri za Mungu. Kwa hiyo unakuwa warithi sawa sawa na nenda 6 hiyo 6 Galatia hiyo 6:14. 15 soma. 6:15. 6:15. Ndio. Kwa sababu kutahiriwa si kitu bali nini? Sasa ukienda katika Wakorintho wa kwanza 7:19 nasema bali kuzihifadhi amri za Mungu. Sasa kuwa kiumbe kipya ni kuzihifadhi amri za Mungu. Msoma hapo kama umefika. Inasema kutahiriwa bali na kutahiriwa si kitu bali kuzihifadhi amri za Mungu. Bali kuzihifadhi nini? Bali kuzihifadhi nini? Rudi kule tuone watakao hifadhi amri za Mungu ni akina nani? Soma. Kwenye nini? Galatia 6:16. Galatia 6. 16 soma, changamka. 6:16. Inasema 6:16. Na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo. Na wote watakaoenenda kwa kanuni ya kushika amri za Mungu. Amani na iwe kwao sema naam kwa Israeli wa Mungu. Kwa hiyo atashika amri za Mungu ni Israeli wasoko na Israeli sio Israeli wamebaki kwa mtimkaa, na tumeona Mungu akisema atawaleta. Watashika sana nini? Watashika sana nini? Sasa akatoa hapa, katoa Ibrania Galatia 4:9 mtu upitie. Maana anasema mnashika siku na miandano na mwezi. Msoma kwanza tupitie hoja. 4:9. Anasema tunashika siku lakini kumbuka nao wana siku ile ile. Soma hapo. Bali sasa kisha mjua Mungu au zaidi kujulikana na Mungu. Kwa nini kurejelea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge? Yaliyo nini? Sasa uje tuambie amri za Mungu alizitoa zikiwa ni nyonge. Endelea mbele hapo. Inasema yenye upungufu. Kama mnataka kutumikia tena mnashika siku na miezi na nini? Miaka. Sasa sisi hatushiki hayo. Nenda Mambo ya Walawi 23 anzia 1 pale. Hatushiki hayo. Sisi tunashika ibada ya Mungu, hatushiki hayo ambayo yanayosemewa hapo. Soma. 23:1. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia. Akamwambiaje? Kuambia. Sikukuu za Bwana. Siku nini? Sikukuu za Bwana. Mungu alitoa siku aitwa sikukuu. Sikukuu za Bwana. Sasa hizi anazizungumzia hapa ni siku au sikukuu? Hizi si sikukuu. Endelea kusoma hapo. Ambazo mtazipigia mbiu kuwa ni makusanyiko matakatifu. Ambazo mtazipigia mbiu kuwa nini? Aya walipewa yote ilikuwa na mlenga Yesu Kristo, kwa sababu ilikuwa ni kama shahidi. Nenda Torati 10:4 na 5. Kumbukumbu la Torati 4:10 anzia yake ni ya 4. Maana Mungu aliziandika amri zake akazitia ndani ya sanduku la agano. Ila sasa zile sheria zilikuwa nje kama shahidi. Na sasa hivi yule shahidi ameondolewa, hayupo, alikuwa anatushtaki yule. Ila sasa hivi aliyoko sasa hivi ni shahidi Yesu, na nitakuonyesha shahidi Yesu. Bila kuwa na huyo una ibada sahihi ya Mungu. Soma hapo. Naye akaandika juu ya mfano wa maandiko ya kwanza. Kabisa. Naye akafanyaje? Alikuja hapa akasema acheti mali zivunje Musa ndo aliandika. Soma hapo, soma. Soma. Naye akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza. Mfano wa nini? Maandiko ya kwanza. Endelea. Nasema zile amri 10. Zile nini? Amri 10. Endelea. Alizowaambia Bwana huko mlimani toka katika moto siku ya mkutano. Endelea. Bwana akanipa. Bana kumbe aliandika afu ndo sasa kwa mujibu wake ndio aliandika afu ndo akazichukua mwenyewe, lakini kuna yule aliyoandika na akaandika na akaongezea kwamba ni Musa wakati alikuwa. Hakuna kitu cha namna hiyo. Nenda Kumbukumbu la Torati. Wasema ati Musa ndio aliandika. Nenda hiyo Torati 31:26. Na hicho kitendo cha Musa kuzivunja zile amri, kile kinaashiria kuwa zile amri hata avunje kiumbe wa namna yote bado zitatakiwa ziandikwe tena. Yaani kitendo cha kusema hata Musa aliandika ni kuonyesha kuwa bado hata wanadamu azivunje zitaendelea kuwepo, ziko. Soma hapo. Inasema twaeni chuo cha Torati. Sasa kuna chuo kilichoandikwa. Acha na ile amri ambayo ilivunjwa bado tu, lakini anasema twaeni chuo cha Torati
mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana. Wakiweke kando ya nini? Sanduku la Bwana. Wakione endelea. Ili kiwepo kama shahidi. Kama nini? Kama nini? Shahidi. Kama nini? Shahidi. Sasa nenda Wakolosai 2:14. Wakolosai 2:14 kuonyesha hiyo kazi ya huyo shahidi na imeishia hiyo kazi ya huyo shahidi. Soma. Wakolosai 2:14. 2:14. Inasema, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki. Kumbe kulikuwa na shahidi anayetushtaki kwamba tuzishike amri za Mungu. Kuna shahidi alikuwa anatushtaki kwamba tuzishike amri za Mungu. Sasa tuone huyo shahidi wa sasa hivi ni nani? Nenda Ufunuo 1:5. Huyu shahidi na nitakuonyesha kazi yake. Yeye ushahidi wake anaofanya vipi? Je, kuwaforce watu washike, wasiposhika atawaua, au shahidi wake ipo kwa namna gani? Ndakupa soma. Tena zitangazwa kwa Yesu Kristo. Shahidi aliye mwaminifu. Shahidi aliye mwaminifu. Mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Kumbe Yesu ni shahidi aliye mwaminifu. Kwa hiyo kulikuwa na shahidi wa mwanzo, lakini sasa shahidi wetu ni nani? Yes. Shahidi wetu ni nani? Sasa tuone Yesu anatufundisha kuvunja amri, au tukivunja kitu gani anatuambia hasa. Nenda Yohana 8 anzia yake ni ya pili. 8:2. Yule mwanamke alipofumaniwa, tuone Yesu hata kama ukivunja sabato ile atakwambia maneno namna. Hata asubuhi kulipokucha, ndio akaingia tena hekaluni. Na watu wote wakamwendea. Naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi. Sasa chukulia huyo mwanamke akavunja sabato, endelea. Anasema, wakamwambia, mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Hata katika Torati wakivunja sabato apigwe kwa mawe. Yule akiokota kuni apigwe kwa mawe. Endelea. Nao asemaje Yesu? Nao akasema, huyo ni shahidi anayeongea, sio shahidi yule anayeandikwa kwenye vitabu wengine wamfuate, lakini huyu anaongea mwenyewe. Soma. Nao akasema, neno hilo wakimjaribu. Ndio. Ili wapate sababu ya kumshtaki. Shuka. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Shahidi huyo. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Kumbe shahidi wa sasa hivi lengo lake anataka wale yule asiye na dhambi awe kwanza kumpiga jiwe. Lakini sasa hivi tuna neema sisi atupige kwa mawe. Kinachofuata ni nini? Endelea. Inasema, akainama tena. Akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia, wakashtakiwa na dhamiri zao. Endelea. Wakatoka mmoja mmoja. Wakianzia tangu wazee hata wa mwisho. Endelea mbele, changamka. Akabaki Yesu peke yake. Na yule mwanamke aliyesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke. Changamka. Akamwambiaje? Wako wapi wale waliokushtaki? Wako wapi wale kushtaki? Je, kuna ndiye kuhukumu kuwa na hatia? Kuvunja sabato, shuka. Hakuna. Bwana Yesu akamwambiaje? Wala mimi sikuhukumu. Wala mimi sikuhukumu. Enenda zako. Wala. Kwa hiyo sheria iko pale pa. Yesu akuhukumu kwa hapo ile utakumia siku za mwisho. Ukisoma Isaya 66:16 watakao wao na Bwana watakuwa wengi. Sasa tumuulize wewe Yesu, sasa zile sheria tuzivunje au imekuaje? Nenda Mathayo 19:16. Mathayo 19:16 tumuulize Yesu, je, zile amri Yesu tuzivunje? Soma hapo. Changamka. Sasa mtu mmoja akamwendea akamwambiaje? Ili nipate uzima wa milele. Mtu akamwambia vunje sabato anacheza na uzima wa milele. Shuka hapo. Akamwambiaje? Kuniuliza habari ya wema. Aliye mwema ni mmoja. Ndiye nani? Aliye mwema ni mmoja. Endelea. Ni Mungu. Ukitaka kuingia katika uzima. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zilisha. Zishike. Endelea. Akamwambiaje? Ni zipi? Maana unajua kuna nyingi. Soma. Ya kwanza. Ndio. Sasa hizo msomaji ziliandikwa wapi? Usiende huko, nenda Mathayo 5:17. Tumuulize Yesu sasa katika hizi amri, je, ni tuzivunje? Maana zilikuwa nyingi na ndio maana anauliza zipi? Maana alijua kabisa kuna nyingi. Unataka uitafute sabato, hata amri ya kutamani pale haiko. Soma hapo. Sawa, twende. Sidhani ya kuwa kuja kuitangua Torati au manabii. Ndio. Si kuja kutangua. Bali kutimiliza. Kwa maana mimi nawaambia, ndio. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Torati haitaondoka hata yote yatimie. Hata yote yafanyaje? Kwa akitaka utambie sabato iliondoka, tuhakikishe imetimia vipi? Sasa na itimiaje? Limehusije Yesu wakati kabla Yesu alikuwa baada ya dhambi. Sasa je, Yesu alihusishwa vipi na uumbaji wa Mungu ili mtabiri sabato Yesu, ili kwamba watu wakija kuivunja ionekane kama sabato haipo? Soma hapo. Basi mtu yote vunja amri moja kati ya hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, itwa mdogo
kabisa katika ufalme. Kwa hiyo kuna amri zilizokuwa zinafanyika ni ndogo, hataki kuzivunja hata mo. Maana alikuwa na sheria 623. Kulikuwa na ndogo ambazo kwa walizita ndogo kwa uchache wake. Zipo 10 tu hizo. Anasema katika hizo ukiwafundisha watu hivyo teta mdogo, maana yake ustahili kuingia katika uzima wa milele. Ukizitenda unakuwa mkubwa. Soma Yakobo 2:10. Maana mtu yote atakayeshika sheria yote atakachukua katika neno moja. Amekosa zile yote. Amefanyaje? Amekosa zile. Sasa tukiwaambia Mungu tuwe na Mungu mwingine. Akaleta sheria zile za Walawi. Tuwe na Mungu mwingine? Tujichongee sanamu, tutukane wazazi, tuibe, tuzini, tushuhudie uongo, ikumbuke Sabato. Sasa Yesu kama ilikuwa ni kazi ya kubadilisha tu Sabato, kwa nini asingekuja bwana, mimi nimekuja ni Sabato tu haiko? Soma. Maana waliparuka hapa. Kusema tu Walawi. Kwa maana yeye aliyesema usizini. Kwa maana yeye aliyesema ikumbuke Sabato. Yeye alisema usiue. Ndio alisema usiue. Japokuwa hukuzini. Umevunja Sabato. Tatizo hili, tafuta mbingu ya kuingilia. Kwanza soma 66:22, maana mbingu sisi tunaithibitisha na Sabato. Kama hamna ibada Sabato kwenye mbingu, tafuta kwako mapema. Soma hapo. Isaya 66:22. Isaya 66. Changamka, kimbia. 22. Inasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya zitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, nasema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, ndio na Sabato hata Sabato. Kila siku hata kila siku wanadamu wote subutu watakuja kuabudu mbele zako, wasema Bwana. Sawa kabisa, nashukuru sana. Hizo zilikuwa dakika 15 kutoka walimu wa SDA Reformed Church hapa Tabata. Nafikiri tumemaliza dakika 15, dakika 20 kwa pande zote mbili. Sasa nataka tuendelee sasa muda wa maswali na majibu. Nafikiri kwa Wakristo ambao mnafuatilia, nafikiri Wakristo tuna room kubwa sana ya kujadiliana. Kwa kile ambacho hatuelewani, tunatumia maandiko, tunajadiliana. Na kama kweli nia yetu ni kutaka kuelewa, kama kweli nia yetu ni kutaka maandiko yatuongoze, basi nafikiri Roho Mtakatifu atatusaidia, na ule upande ambao kweli unasaidiwa na Roho Mtakatifu basi utakuwa sahihi zaidi. Kwa hiyo kwa sasa nawakaribisha walimu wa SDA Reformed Church kuja kuuliza swali kwa dakika 3 tu. Kwa sasa niwakaribishe walimu wa SDA Reformed Church, mje muulize swali kwa dakika 3. Kwa hiyo karibuni sana, mna dakika 3 kuanzia sasa, na yule wa kujibu swali ni mwalimu kutoka kanisa la Yesu Kristo. Utatumia dakika 5. Kwa atakaposhuka mwalimu aliyeuliza swali, moja kwa moja utapanda hapa kuja kujibu swali kwa dakika 5. Karibuni sana. Haya, asante sana. Maana msomaji 1:10 Ufunuo 1:10 nasema, na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Rudia tena. Na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Endelea. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu, kama sauti ya baragumu ikisema, endelea, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, uyapeleke kwa haya makanisa 7. Subiri. Kwa hiyo Yohana anatuambia alikuwa katika roho siku ya Bwana. Alikuwa katika roho siku ya Bwana. Sisi tumesema Sabato bado ipo, na tumeona mitume walikuwa wakifundisha na wakienda kuhojiana siku ya Sabato, na Yohana Mbatizaji alikuwa katika roho siku ya Bwana. Kwa version zingine wanasema alikuwa anaongozwa na roho siku ya Bwana. Swali, siku ya Bwana ni siku gani ambayo Yohana alikuwa katika roho kana kwamba Sabato imeisha? Alikuwa siku zote. Na dakika 5 kwa sasa. Aya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza nimpongeze mwalimu muuliza swali, niseme pole kwake. Kabla sijaenda kwa kufasiria, nikamatie kitabu cha Amos. Kitabu cha Amosi 1:5:18. Kitabu cha Amosi
Nafika hapa mwalimu. Haya. 5:18. Changamka. Ole wenu ninyi. Ole wenyu nyinyi Mnaoitamani siku ya Bwana. Ole wenyu nyinyi mnaoitamani siku ya nani? Ya Bwana. Na swali lake anataka kujua siku ya Bwana ni siku gani? Malizia. Kwa nini kuitamani siku ya Bwana? Ni giza. Kwanza siku ya Bwana ni siku gani? Ni giza. Twende. Wala sio nuru. Sasa rudia kwa Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai 4:5. Kitabu cha Wakolosai 4:2. 4:2 yake. Twende mbio. Biblia inasema hivi. Dumuni sana katika kuomba. Anzia 1. Ninyi akina Bwana. Wakolosai 4. Watesalonike yani. Watesalonike. Ngapi yake? Kamata 2:1. Watesalonike wa kwanza. Ndio. 2:1. Twende changamka. Ninyi wenyewe ndugu, mwajua kuingia kwetu kwani ya kwamba hakukuwa bure. Yaani 2:1 Wakolosai wa pili 2:1. Wakolosai. Watesalonike wa pili 2:1. Basi ndugu, tunakusikwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Twende. Na kusanyika kwetu mbele zake. Kwa msifadhaishe upesi. Ndio. Hata kuiacha nia yenu. Ndio. Wala msisitushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa haraka unaozaliwa kwa wali wetu. Twende. Kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Kana kwamba siku ya Bwana imekwisha fanya nini? Imekwisha kuwapo. Alafu balisema siku ya Bwana ni siku ya nini? Ya Sabato. Ya giza, kulingana na kitabu ya nani? Ya Mose. Na Paulo anasema msisitishwe kwa waraka kusema kwamba siku ya Bwana ilishafanya nini? Ilishakuja. Andiko linasema siku ya Bwana ni siku ya giza, wala kuna nini? Nuru. Yaani nimekupatia jibu cash. Sawa. Lakini ili niweze sasa kumtengenezea mazingira mazuri, kuna jambo alisema katika Mwanzo 1:3. 3:1 samani. Katika Mwanzo. Changamka. 3:1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Malizia. Akaambia mwanamke ati. Hivi alivyosema Mungu. Hivi ndivyo alivyosema Mungu. Msile matunda ya miti yote ya bustani. Musile matunda yote ya mti wa nini? Wa bustani. Bwana akamwambia nyoka. Matunda ya mti wa bustani waweza kula. Matunda ya mti wa bustani mnaweza fanya nini? Waweza kula. Malizia. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale wala msiaguse. Kwa hiyo akasema kila mtu ambaye ataweza kukataa sheria ya Mungu anakubaliana na mafundisho ya nani? Ya nyoka. Sinadhani hivyo ndivyo alivyosema. Rudia kwa Mwanzo. Pale Mwanzo 17. Mwanzo 17. 17:11. 17:11. Biblia inasema mtatahiri wanyama wa magozi yenu. Ndio, rudia twende. Na jambo hilo litakuwa ishara ya agano katika mimi na ninyi. Sikia, Mungu anasema Waisraeli watafanya nini? Watatahiriwa nyama za ngozi zao, na ile itakuwa ishara. Itakuwa nini? Ishara kati yao na nani? Na Mungu. Galatia inasema nini? 5:1. Tusikie sasa kama yeye anamuita Paulo kwamba yeye ni nani? Ni anashika fundisho la nini? La nyoka, maana fundisho la shetani. Malizia. Katika ungwana huo Kristo. Katika ungwana huo Kristo alituandika huru. Kristo alituweka huru. Malizia. Kwa hiyo simameni. Musinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Musinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Tazama mimi Paulo nawaandikia nyinyi ya kwamba mukitahiriwa Ukristo wenye ufanye nini? Hautafaidia neno. Malizia. Tena nawashuhudia kila mtu atahiriwae kwamba ni wajibu wake kuitimiza Torati yote. Shuka chini. Munatengwa na nani? Mumetengwa na nani? Twende. Nyinyi munaotafuta kuhesabiwa haki kwa nini? Kwa matendo ya sheria. Simama. Kwa hiyo kwa mujibu wake anasema kwamba Paulo alikuwa anashika fundisho la shetani, kwa kuwa Mungu aliambia Ibrahimu kwamba atahiri watoto. Paulo akasema kwamba watu wakitahiriwa wanatengwa na nani? Na Kristo. Kwa hiyo ninamjibu kashi kwamba siku ya Bwana haijakuja, siku ya Bwana itakuja. Haleluya. Asante.
I say. No. Uanze kuhesabu. I say. Msomaji? Niko. Huu ni msiba. Ukisikia msiba ndio huu. Hebu msomaji, rudia Ufunuo 1:10. Hati siku ya Bwana haijaja. Andiko linasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Kwa hiyo nataka kuniambia huyo Yohana alikuwa kipindi cha mwisho? Yaani unashinda kutofautisha siku ya Bwana ambayo Yohana alikuwepo. Wewe unakuja kutuletea yaani siku ya Bwana ya kiyama. Huoni kama ni matatizo haya? Huoni kama ni shida? Hebu soma hiyo. Soma. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Sasa yeye anasema eti siku ya Bwana eti haijaja. Kwa hiyo ile andiko tulifute. Huoni kama ni matatizo? Tufute hilo andiko. Kiufupi swali hujajibu na huwezi kujibu kwa sababu kishajibu utabidi urudi ushike Sabato. Na mimi nakusaidia tu kujibu siku ya Bwana ni ipi? Maana huwezi kujibu. Msomaji, nisaidie Isaya 58:13. Nikuonyeshe siku ya Bwana. Changamka msomaji. 58:13. So, anasemaje? Kama ukitoza Mungu wako, usihalifu Sabato. Ati nini? Usihalifu Sabato. Twende. Usifanye anasa yako. Siku ya utakatifu wangu. Ati nini? Siku ya utakatifu wangu. Ati nini? Siku ya utakatifu wangu. Endelea. Ukiita Sabato, siku ya furaha na siku utakatifu ya. Kwa hiyo siku ya utakatifu wa Mungu ni Sabato, ambayo ndio siku ya Bwana. Hiyo labda kama ulikuwa hujui, shika hivyo. Haya, rudi Kutoka 28. Kimbia hapo msomaji. Ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Twende. Siku sitafanya kazi. Utende mambo yako yote. Endelea. Lakini siku ya saba ni nini? Siku ya saba ni nini? Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Ati nini? Ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku ya saba ni Sabato ya nani? Si ni siku. Kwa siku ya Bwana ni Sabato. Marko 2:28. Marko 2:28. Kwa hiyo siku ya Sabato yafanyika kwa ajili 28 msomaji. Marko 2:28. Basi mwana wa Adamu. Basi ati nini? Basi mwana wa Adamu. Ni nani? Ndiye Bwana wa Sabato pia. Kwa hiyo siku ya Bwana ni Sabato na mwana wa Adamu ndiye Bwana wa hiyo Sabato. Pia yuko mwingine. Rudi tena kujibu dakika 5. Anisha jibu aweza kajibu. Haya. Kwanza jamaa huyu nimempongeza kwa kuwa amesema kwamba andiko la kitabu cha Mose livutwe. Nadhani ni hivyo. Ndivyo anavyosema, andiko la kitabu cha Mose ilifanye nini? Livutwe. Kwa andiko la kitabu cha Ufunuo walisema siku ya Sabato? Hawajasema. Kwa andiko la kitabu cha Ufunuo walisema siku ya Sabato? Hawajasema. Kwanza amedanganya watu kwamba Yohana akisema alikuwa siku ya Bwana kwamba ni siku ya Sabato. Hivyo ndivyo andiko linasema? Andiko haijasema. Tena alikuwa katika nini? Katika roho siku ya nini? Ya Sabato. Siku ya Sabato ndio andiko linasema. Alafu turudie Yohana inasema nini? Tumujibie sasa tena. Katika kitabu cha Yohana. Kamata 4:24. 4:24 kitabu cha Yohana. Twende mbio. Biblia inasema hivi mwalimu. Katika 4:24. Changamka mbio. Katika jina la Yesu. Nafika hapo inasema hivi. Changamka. Mungu ni roho. Rudia 23:22. Twende. Lakini saa inakuja. Nayo saa iko. Ambao abudu halisi. Baba katika roho na kweli. Twende. Kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao. Baba anatafuta watu wa muabudu katika roho na nini? Na kweli. Malizia. Mungu ni nini? Mungu ni nini? Twende kabisa. Nao wamwabuduye yeye imewapasa kumwabudu katika roho na nini? Maridhia. Nashuhudia na kusema hivi 25. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi. Rudia, kuna neno haujasoma pale kuishirini. Kuna neno haujasoma. Baba zetu waliabudu katika mlima. Tunaenda katika 19. Yule mwanamke akamwambia, Bwana anaona kwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Malizia. Nani usema ya kwamba uko Yerusalemu walikuwa naabudu siku gani? Ya Sabato. Malizia. Yesu akamwambia mama, usadiki saa inakuja ambayo hamutaabudu Baba katika mlima
huu wala kule Yerusalemu. Yerusalemu walikuwa naabudu siku gani? Mungu Yesu anasema wataabudu wapi? Ya Sabato walikuwa naabudu siku gani Yerusalemu? Yesu anakatala ibada ya siku gani? Ya Sabato Yerusalemu. Malizia. Kwanza mnaabudu msichokijua. Malizia kabisa. Okovu. Sasa inakuja na sasa ipo abudu halisi. Wataabudu Baba katika roho na nini? Na kweli. Na swali, katika roho na kweli iko na siku? Iko na wakati? Iko na muda? Katika Waebrania nasema Yesu ni yule jana, leo na hata nini? Au yeye anasema kama siku ya Sabato ndio siku ya kuabudu Mungu? Kweli kabisa. Kwa andiko gani alisema? Turudie katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Pale 2:47. Na siku zote kwa moyo moja walikuwa wakidumu katika hekalu wakimega mkate kwa moyo, nyumba kwa nyumba. Ndio rudilia. Na siku zote kwa moyo moja. Walikuwa wakidumu ndani ya hekalu wakimwomba Mungu. Wakimega mkate nyumba kwa nyumba. Ndio. Wakimika chakula chao kwa furaha. Ndio. Na kwa moyo mweupe. Ndio. Wakimsifu Mungu. Simama sasa. Yeye alisema kwamba kuomba haiko kuabudu. Ni kufanya nini? Kuabudu ni nini? Eze mnajua kuabudu? Neno ya kuabudu. Tatizo yao hata wao ni Waswahili na wajue Kiswahili. Kuabudu ni tendo la kuheshimu. Tendo la kunyenyekea. Siku gani Mungu anasema tusiabudu? Ni siku gani Mungu anasema kwamba hatuwezi msifu wala hatuwezi muabudu? Mitume baliabudu siku zote na waliomba Mungu nini? Siku zote. Kwa hiyo nimejibia swali yako na uwezi kujitoa pale. Asante sana mwalimu, naomba usiondoke na kurudisha hapa uulize swali, lakini kabla ya kuuliza swali, nyinyi mnatoka kanisa la Kristo, kusanyiko lenu huwa mnalifanya juma ngapi? Mlichagua hiyo juma ngapi? Asante. Sisi hatuna siku ya kufanya kusanyiko, sababu kuna watu tuko na makusanyiko mengi sana, inalingana na kadiri watu wanategemea. Yaani kiongozi wa kusanyiko mahali alipo. Kuna watu wanakusanyika leo hivi leo kuna watu wako kwenye ibada sasa hivi. Kuna watu watakusanyika kesho. Kuna watu watakusanyika kesho kutwa. Maana yake hatuna siku. Nikifika kwenye kusanyiko fulani kama wanaabudu ile siku nitaabudu. Okay. Asante. Asante sana. Mwalimu, nimefurahi hapa kuna andiko moja umetoa, umesema inapaswa tumwabudu Mungu katika roho na kweli, sio Yerusalemu wala mlimani. Sawa kabisa. Sasa ni zamu yenu kuja kuuliza swali kwa dakika 3 kutokana na mada yetu inayosema je, ni halali Mkristo kushika siku ya Sabato? Karibuni sana mje muulize swali. Haya. Tunashukuru sana kwa walimu wetu. Kwanza nafurahia sana kabisa kwa siku ya leo, mada yetu inaenda vizuri na ninafurahia walimu wanaotoka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninapotazama andiko moja la kitabu la Kumbukumbu la Torati, msomaji, mwalimu wangu, unisomee hilo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ngapi yake mwalimu? Kamata Kumbukumbu la Torati, samani kidogo nilitazame, 27. Aya. Samani kidogo, kuna andiko linanipita hapa. Nina dakika zangu 3, samani nitazitumia tu. Kwa kuwa silipate, acha niingie kwa Walawi. Kamata Walawi 24
8 yake na 9. Changamka. Walawi 24. Changamka mbio wakati wangu. Ndio mwalimu. Kitabu cha Walawi 20 na ngapi mwalimu? 24 8 na 9. 24 8 na 9. Imesemaje? 24 8 yake. Kila siku ya Sabato. Kila siku ya Sabato. Kila siku ya Sabato. Twende. Ataipanda mbele za Bwana daima. Ataipamba mbele za Bwana daima. Ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa ajili ya wana wa Israeli. Agano la milele. Agano la milele. Kamata Hesabu 28 10 yake ndio nilikuwa natafuta. 28 10 yake kitabu cha Hesabu mwalimu. Anzia kutisa. Changamka wakati wangu. Tena katika siku ya Sabato. Tena katika siku ya Sabato. Watasogeza mwana kondoo. Waume mwaka wa kwanza. Malizia. Wakamilifu pamoja na sehemu ya 12 za efa za unga. Twende kabisa. Kwa sadaka ya unga. Iliyochanganywa na mafuta. Malizia. Pamoja na sadaka yake ya kinywaji. Hii ndio sadaka ya kuteketezwa ya kila Sabato. Ya kila Sabato. Swali langu linarudia hapa. Ili tuamini kwamba wanashika Sabato, kila siku ya Sabato wataleta mwana kondoo wawili ambao watawateketeza, na hii ni sadaka ya kila nini? Sabato. Na swali ya kila Sabato, swali langu, siku ya Sabato munamteketeza mwana kondoo wa aina gani? Yes. Hesabu 24. Soma hilo andiko. 28:9. Sinasema Walawi 28:9. Tena katika siku ya Sabato. Tena katika siku ya Sabato. Tena katika siku ya Sabato watasogezwa mwana kondoo wawili. Ndio. Waume wa mwaka wa kwanza. Wakamilifu. Pamoja na sehemu ya 12 na efa za unga. Ndio. Mwembamba kuwa sadaka ya unga. Kuwa nini? Sadaka ya siku ya Sabato. Si anauliza sasa, je, na nyie mnachinja nini siku ya Sabato? Ambao ndio katika Sabato yetu tulionao, na sisi tunaamini tuna sadaka, si ndio manake? Sasa nenda Isaya. Sasa nenda Isaya 56:1. Nionyeshe kile kitu ambacho nataka nionyeshe dhabihu tunaoifanya ni gani sasa hivi. Soma hapo. Isaya 56:1. Changamka, soma kwa haraka. Inasema, Bwana anasema hivi. Sasa sasa ndo tunawaambia tutakaoyafanya sisi. Sasa nanifuatilie kwa makini sana. Wale ambao wataambiwa watakuja kuwa wa mataifa na watu wa mti mbichi watakaoyafanya. Sasa nitaenda mbele. Soma. Shikeni hukumu. Ndio. Katende haki. Maana wokovu wangu huu karibu kuja. Kuna wokovu karibu kuja. Ndio. Na haki yangu kufunuliwa. Ndio. Fanyeni haya. Na mwanadamu ashikae sana. Azishikae Sabato. Ndio. Auzuie mkono wake usifanye uovu wote. Wala mgeni. Ambatana naye na Bwana. Kumbe hata mgeni anatakiwa ambatane na Bwana kwa kushika Sabato. Ukiwa una Sabato una Bwana. Twende. Sema hivi. Hakika yake Bwana atanitenga ndio watu wake. Watu washe siseme mimi ni mtu mkavu. Wala watu wa mataifa au watu washe waseme mimi ni mtu mkavu, kwa sababu stahili sina uhalisia wa kuwa mtu wa Mungu. Soma. Kwa maana Bwana waambie hivi, watu washe wanaozishika Sabato zangu. Wanaozishika nini? Kwa kitakacho kuunganisha na Mungu ni nini? Sabato. Twende. Na kuchagua mambo yanipendezayo. Na kushika sana agano langu. Ndio. Nitawapa hawa nyumbani mwangu. Nitawapa nini? Nyumbani mwangu. Nyumbani mwangu, zingatia neno nyumba. Na ndani ya kuta zangu. Mkumbu na jina. Ndio. Ndio jema kuliko kuwa na wana na binti. Ndio. Nitawapa jina lidumulo milele. Lisilokatiliwa mbali. Na wageni kwenda maana na Bwana ili wamhudumu. Na kulipenda jina la Bwana. Huwa watumishi wake. Kila ishikae Sabato. Kila ishikae nini? Sabato siku. Ndio. Na kulishika sana agano langu. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu. Kwa hiyo kigezo cha kuwa na Sabato kinatunganisha mimi sisi na Mungu. Wanaisraeli walichinja kwa kutumia mbuzi. Sasa sisi tunachinja kwa kutumia nini? Nenda Warumi 12:1. Nikuonyeshe dhabihu yetu sisi ambao tutachinja kwa Mungu itakuwa ni nini? Soma hapo. Nafurahi. Soma. Basi ndugu zangu na wasihi. Ndio. Kwa huruma zake Mungu. Ndio. Itoeni miili yenu iwe dhabihu. Chinjeni mbuzi. Itoeni miili yenu kuwa iwe dhabihu. Chinjeni mbuzi.
Kwa hiyo dhabihu yetu sasa hivi ni nini? Dhabihu yetu sasa hivi ni nini? Kwa hiyo kila sabato tutaishika sana watu sivu. Kwa hiyo hapo kwetu itakuwa ni dhabihu. Kwa hiyo hatukustahili kuishika kitakachotuunganisha kati yetu sisi na Mungu ni sabato. Iko hivyo. Nadhani nitakuwa na dakika ngapi huko? Bado dakika 2. Nisaidie Zaburi 104 nikuonyeshe Mungu akisema kazi yake isimame. Unajua wanasema Yesu alivunja siku ya kwanza. Kabla hujasoma hiyo nipe Yohana 5:8. 5:8 Yohana 5:8. Kitabu cha Yohana 5 mstari wa 8. Ndio. Inasema Yesu akamwambiaje? Simama, jifunge godoro lako uende. Endelea. Mara yule mtu akawa mzima. Nenda 10. Inasema sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa. Ndio. Leo ni sabato. Leo ni nini? Wala si halali kwako kujifunga godoro. Sasa Yesu anasemaje? Nenda 17. Anasema akamwambia baba yangu anatenda kazi hata sasa. Ati nini? Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Kwa hiyo Yesu alifanya kwa sababu baba yake anafanya Sasa ni kazi zipi ambazo hizo za baba yake hata siku ya sabato zinafanyika? Zaburi 104. Hizo ndo kazi ambazo haziwezi kusimama hata iwe siku ya sabato. Zaburi 104:14. Unafurahi? Na nitakuonyesha kazi ambazo hazipaswi kufanyika, ila kazi zile ambazo za babake sisi tutazifanya. Kama ni kuwahubiria watu, tutawahubiria siku ya sabato na kufanya kazi yake. Soma hapo. 104:14. Inasema huyameesha majani ndio kwa makundi na mboga kwa matumizi ya mwanadamu. Sasa ushaona siku ya sabato mimea ikaanza kuota, anayoifanyaga ni nani? Hata alivyokuwa anaambiwa na Israeli, si mimea ilikuwa inaenda kuota shambani mwake. Ile kazi ya Mungu ya kumeesha majani ilisimama. Nenda Kumbukumbu la Torati 11:14. Hizo ni kazi za Mungu, hazisimami. Ile sheria sio kwa ajili ya Mungu, ile ni ya Mungu kwa ajili ya wanadamu. 11:14. Inasema ndipo nitakapowapa mvua ya nchi ndio wakati wake. Sasa siku ya sabato shaona mvua yenyeshi. Wana wa Israeli hata siku ya sabato si mvua zilikuwa zinanyesha, lakini ni kazi ya Mungu zitaendelea kufanyika kama kawaida. Sasa ni kazi gani sisi hatutaki kufanya? Isaya 58:13. Hizo ndo kazi ambazo hatutaki kufanya, kazi ambazo zinatuhusu sisi, yani zetu sisi binafsi, kwa mambo binafsi. Sasa nitafutie sehemu. Yesu alikuwa baba yake ni seremala. Yesu aenda kulanda mbao siku ya sabato. Hivyo angekuwa ameivunja sabato kwa sababu ni kazi zake yeye na mapenzi yake yeye. Soma hapo. Kama ukigeuza mguu wako usiharibu sabato. Usifanye anasa yako. Siku utakatifu ni ya Mungu, sabato ni ya Mungu. Usifanye mambo yako. Mambo ya Mungu tutayafanya siku ya sabato. Amina. Waislamu wangekuwa hapa wangelisema inalilahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Au mnasikia swali nililouliza na jamaa anavyosema? Rudilia andiko yangu. Katika kitabu cha Hesabu 28. Twende kabisa. Tena na katika siku ya sabato. Tena na katika siku ya sabato. Anzia 8. Kila siku ya sabato. Na mwana kondoo. Rudilia 8. 8 yake ndo liko kama. Soma sasa, changamuka sababu ya dakika. Mwana kondoo wawili utamsogeza wakati wa jioni. Kama ile sadaka ya unga ilivyoongezwa asubuhi na kama sadaka yake ya kinywaji. Twende. Ndio utakavyosogeza. Sadaka kusogezwa kwa moto. Ndio. Ni harufu ya kupendeza kwa Bwana. Malizia. Tena katika siku ya sabato watasogezwa wana kondoo wawili. Malizia. Waume kwa mwaka mmoja. Twende. Wakamilifu. Twende. Pamoja na sehemu ya 12 za efa. Malizia. Za unga mwembamba kuwa sadaka ya unga. Uliochanganywa na mafuta pamoja na sadaka yake ya kinywaji. Malizia. Hii ndiyo sadaka ya kuteketezwa ya kila sabato. Nikaswali, kila sabato munateketeza wana kondoo, munateketeza nini? Kwa sababu hapa hii ni amri ya milele ya kuteketeza sadaka kila nini? Sabato. Hapo anasema kwamba sisi tutatoa mili yetu. Hapo mnatoa mili yenu siku ya sabato, ila siku zingine mtoe mili yenu kwa Kristo. Hapo. Na andiko lile lilisema kwamba watatoa mili, watatoa sadaka ya sabato. Na nina swali, anasema kwamba siku ya sabato wanatakiwa wahubiri. Hii siku yenye uko hapa huko nafanya nini? Hauko na hubiri. Mage leo ni siku gani kwako? Mage leo ni sabato kwako kwa mujibu wako. Sawa? Mage leo ni sabato kwako. Kisha anasema kwamba siku ya sabato Mungu anatafuta, kazi zake za Mungu zinatakiwa zifanyike juu Mungu analetaka mvua siku ya sabato. Yaani jana mvua haikunyesha. Juzi haikunyesha, juzi yake haikunyesha. Aseme mimea naotaka siku ya sabato. Yaani ndio kazi ya Mungu. Yaani leo mimea yote. Yaani unaona kama hapa ndio Waislamu wanaweza tona kama tunakuwa na ucha.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa sikia andiko linavyosema. Changamuka ndugu yangu. Kamata kitabu kamata Kumbukumbu la Torati 12. Acha niendelee. 12. Kamata 12:30. Changamuka wakati wangu. Liangalie kulifanya, usiongeze wala usipunguze. Mungu anasema katika maneno yake usiongeze wala usifanye nini? Anasema hivi katika Kumbukumbu la Torati 27:29. Na alainiwe asiyeweka imara maneno ya Torati hii kwa kuyafanya, na watu wote waseme amina. Kwa hiyo wewe unaposema unashika Torati na unashindwa kutimiza sadaka ya siku ya Sabato, uko chini ya laana. Na amekosa juu ya yote. Swali lako limejibiwa, rudi kujibu tena. Anarudi kujibu swali. Jibia. Wanatoa nini siku ya Sabato? Watu wao. Ngoja tuende hivi. Msomaji ameuliza swali, tunatoa nini? Naitumia. Tunatoa nini katika siku ya nini? Ya Sabato. Ati kwamba ni amri ya milele. Sasa msomaji, hebu kwanza nisaidie Walawi 1 na mstari wa kwanza. Tuone kwanza kwa nini walikuwa wanatoa. Tuone kwa nini walikuwa wanatoa hizo nani? Hizo sadaka. Walawi 1:1. Inasemaje? Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania. Endelea. Akamwambiaje? Nena na wana wa Israeli. Waambie, mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama. Subiri. Watatoa katika nini? Katika wanyama wa mifugo. Sasa soma mstari wa 4. Inasemaje? Kisha ataweka mkono wake. Ataweka nini? Mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa. Nayo itakubaliwa kwa ajili yake. Ili kufanya upatanisho. Kwa hiyo zile sadaka zilikuwa zinatolewa kwa ajili ya nini? Upatanisho. Kwa hiyo zile damu ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya nini? Upatanisho. Haya msomaji, sasa nisaidie Waebrania 2:12. Waebrania au tutafurahi tulie tupate elimu hapo. 12. Anasemaje? Kama ndivyo. Zabihu hazikukoma. Twende. Kwa maana waabudu wakisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini zabihu hizo liko limbuko. La dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kufanyaje? Kuondoa dhambi. Endelea. Kwa hiyo ajabu ulimwenguni asemaje? Dhabihu. Ati nini? Dhabihu. Na matoleo. Hukutaka. Dhabihu hamkutaka. Endelea. Lakini mwili. Ati nini? Lakini mwili. Ulifanyaje? Uliniwekea tayari. Endelea. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi. Endelea. Hukupendezwa nazo. Kwa hiyo hakupendezwa na nini? Nazo. Hakupendezwa nini? Nazo. Kwa hiyo sadaka zile hakupendezwa nazo, na ndio maana akafanyaje? Tunatoa miili. Haya, soma hapo. Tulia msomaji. Hebu nisaidie Mathayo 26:26. Changamka msomaji. Kwa hiyo Mungu hakupendezwa na dhabihu za kufanyaje? Kwa sababu zile dhabihu zilikuwa zinatoa damu ya wanyama, lakini anapokuja Yesu Kristo damu yake ndio inayotolewa. Kwa damu ya Yesu ndio ya kunyunyizwa, lakini Yesu hakuja kuondoa Sabato. Soma andiko. Inasemaje? Na walipokuwa wakila, Yesu alitoa Mathayo akabariki, akaomega kwa watu. Soma 28 haraka. 28. Changamka. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Kwa hiyo damu ya Yesu ndio tunafanyaje? Agano. Kwa nini? Kwa sababu zile dhabihu ilikuwa zinamwakilisha nani? Kristo. Na zile dhabihu za ile damu ya wale wanyama ilikuwa inamwakilisha Kristo. Soma hapo Yohana 1:29. Tunatisha isoma. Tazama mwana kondoo wa Mungu aondoa dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo ile damu ilikuwa inamwakilisha Kristo. Sasa haikuweza kuwakamilisha watakatifu. Mungu anamtoa mwanawe ili afe. Sasa baada ya kumtoa, Yesu anatuambiaje? 14:15 Mathayo. Inasemaje? Mkinipenda mtafanyaje? Mtazishika amri zangu. Kwa hiyo amri bado zipo. Sabato ni amri ya 4 na huwezi kuiondoa. Kwa hiyo dhabihu na Sabato hakuna uhusiano. Dhabihu na Sabato hakuna uhusiano. Kwa hiyo Sabato haiondoi dhabihu
ilikuwa inamwashiria Yesu Kristo, na Yesu Kristo amekuja akatoa damu yake. Kwa hiyo ukisema tunatoa nini? Tunamtoa Yesu ndani ya Sabato. Sawa kabisa. Usiondoke kwanza, nataka nikuulize kidogo mwalimu, kutoka kanisa la SDA Reformed Church la Tegeta hapa. Ndio. Nyinyi hapa walimu hapa na washirika kwa ujumla, kinachowafanya hasa muwe waadilifu ni imani yenu kwa Yesu Kristo au ni sheria ya kwenye Torati? Ngoja kwanza niweke sawa. Sheria kwanza tuweke sawa. Haimwokoi mtu. Unaona? Labda niweke tu sawa. Ndio, sikilizeni muelewe. Msione tunasema Sabato. Nataka muelewe. Sheria kama sheria haimwokoi mtu. Unaona? Kwa mfano, katika nchi ya Tanzania kuna amri ya kutokubaka, kuto kutembea na mke wa mtu na kuiba. Si sheria zipo? Sasa hizo sheria zinawaokoa wale wanaobaka na kuua? Haziwaokoi. Anayeokoa ni Mungu mwenyewe, anakupa nguvu ya kufanyaje? Ya kutokufanya. Kwa hiyo sheria kama sheria haikuokoi, lakini Yesu Kristo anapokuwa ndani yako anakuwezesha kuishinda hizo sheria, kwa sababu sheria zimewekwa kwa ajili ya waovu. Waovu wanazivunja, ikiwemo Sabato. Ukivunja Sabato wewe ni muovu, kwa sababu ni sheria ya Mungu. Kwa hiyo waovu kama waovu ndio wamewekewa sheria ili wasifanyaje? Wasizivunje. Lakini yule ambaye sio muovu, hizo sheria zinakuwa zimuhusu kwa sababu yeye tayari hazivunji. Sio tu kwamba hazipo. Kwa Tanzania kama Tanzania, mimi sio mwizi, mimi sio mbakaji, na maana sheria Tanzania zipo. Kwa amri za Mungu zipo, lakini sasa wewe kama wewe, Yesu Kristo ndiye anayekupa nguvu ya kuweza kuzitenda. Na ukiona kwamba amri za Mungu uzitendi, basi wewe huna Yesu. Na ndio maana Yesu anasema si kila anayembebwa na Bwana atakayerithi ufalme wa mbingu. Maana alisema unamwamini Yesu unakushika sijui mambo gani alisema. Sasa uwezo kumwamini Yesu akusema eti namwamini, hakuna mbaya angeenda jehanamu. Si wote tungeenda mbinguni. Tukasema maana wote tunamwamini Yesu twende mbinguni. Na dhambi hakuna. Sasa hiyo inakuwaje? Kwa lazima muamini Yesu kulingana na maandiko, na Yesu anasema ukinipenda shika amri zangu. Tena anasema kama vile nilivyompenda Baba nikashika amri zake. Kwa Yesu mwenyewe alishika amri za Baba yake. Asante sana. Huyu ni mwalimu kutoka SDA Reformed Church. Ninachofurahi ni kwamba tumekuwa na mdahalo mzuri tangu tulivyoanza mpaka muda tuliofika. Mada tuliokuwa nayo ni je, ni halali kwa Mkristo kushika siku ya Sabato? Tumemaliza kwa sasa, tutarudi tena. Nawashukuruni sana. Kama baada ya dakika 40 tutarudi tena kuendelea na kipindi chetu cha mada nyingine.